kutuelekeza, kutuongoza katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kwa ajili ya kipindi cha leo cha usiku wa masuluhisho. Tunatamani Mungu ikawe ni ibada ya kugeuzwa na kufanya upya kwa nia za mtu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikawe ni ibada ambayo neno lako litadhihirika waziwazi likiponya na kuwatoa watu katika maangamizo yao. Lakini Mungu wa ajabu, tupe akili na wepesi wa kulielewa neno lako ndani ya usiku wa leo, na wepesi wa kuchukua hatua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Kwa kusema hivi, Roho Mtakatifu, ninaamini ya kwamba utamsaidia kila mmoja anayefuatilia aweze kulielewa neno lako, aweze kulielewa neno lako, aweze kulielewa neno lako na kulichukulia hatua. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila vifungo vya kifikra, ngome kwenye akili na mawazo ambazo zimesimama kwa ajili ya kuzuia watu hao wasibadilishwe na kugeuzwa kwa neno lako, ninaziangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naangusha ngome kwenye akili, ngome kwenye fikra, bomoka kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa kusema hivi, silaha zetu zina nguvu kuliko silaha za giza. Ninatumia silaha zetu za nuru, naangusha hizo ngome kwenye akili, ngome kwenye mawazo, kila nguvu ya giza iliyokamata ufahamu, kila nguvu ya giza iliyopofusha fikra za watu, toeka kwa mamlaka ya jina la Yesu. We command you now, achia kwa nguvu za Roho Mtakatifu kila ambaye umekamata akili yake asipokee kitu kipya au asibadilishwe na yale anayoyapokea. Kwa mamlaka ya jina la Yesu naamrisha kila nguvu ya giza, toeka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba kuna wengine wakilisikia neno, shetani anawapa moyo wa kutokuamini. Kitabu cha Matendo anasema yule Sergio Paulo mchawi ba Yesu yule alikuwa akimwangalia Sergio Paulo wakati anahubiriwa injili na kumtia moyo wa kuiacha ile imani. Kila nguvu ya giza ambayo inahusika na kutia watu moyo wa kuiacha imani, kila nguvu ya giza inayotia watu moyo wa kukataa mafundisho ya kukataa kile ambacho tunakwenda kujifunza, kukataa kwa kuacha, kukataa kwa kutokuamini, na ifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu na kuiseta kuzimu. I bind you and send you to hell in the name of Jesus. Na kuseta kuzimu kwa jina la Yesu vifungo. Na wewe roho ya kuzimu, usitaka watu wasikie, usitaka watu waelewe, usitaka watu waamini, na kuseta kuzimu, achia fikra zao. Damu ya Yesu inawaweka huru kila mmoja kule alipo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tumeomba na kushukuru. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kujifunza. Nikukaribisha kwanza mtu ambaye unatufuatilia, wewe unayetufuatilia pale YouTube kwenye channel yetu, whether ya baba yetu Pastor Dickson Kabigumila au kwenye channel ya kanisa ABC Global. Nataka tutumie dakika 2-3 kwa wale watu ambao mnatufuatilia kwa njia ya mtandao, utusaidie kualika watu, waalike watu, wajulisha kwamba tuko live tayari na usiku wa masuluhisho umeanza. Tusaidie wewe uliyeko pale mtandaoni, wajulishe watu ya kwamba tuko live tayari na usiku wa masuluhisho umeshaanza. Share hiyo link na watu, share hiyo link na watu, share hiyo link uko Instagram, unaweza ukashare na watu wengine hiyo link, watumie watu wengine, waambie tayari kipindi cha usiku wa masuluhisho kimeshaanza na tuko live kwenye kipindi cha usiku wa masuluhisho. Tusaidie kufanya hivyo, watumie watu 2-3 link, watumie watu 2-3 link, watumie watu 2-3 link, waambie tuko live tayari na tumeanza kujifunza. Usiku wa leo tutajifunza nini malezi ya kiroho yanaweza kufanya kwako na mahitaji ya muhimu ya mwana wa kiroho ili uweze kunufaika na baba yako. Nini malezi ya kiroho yatafanya kwako au kwenye hatima yako, alafu na mahitaji ya muhimu sana ambayo unapaswa kuyazingatia kama mwana wa kiroho na kama unataka kunufaika au kufaidika na malezi na usimamizi wa kiroho na upokea kutoka kwa mtumishi yoyote wa Mungu. Kwa hiyo nisaidie kualika watu pale ulipo, watumie watu link pale Facebook, tusaidie watumie watu link, na tatoa nafasi pia ya kuuliza maswali kule mbeleni. Kwa hiyo tatamani kama unatufuatilia kama una maswali yote kuhusiana na malezi ya kiroho, tafadhali tusaidie kuandika pale mtandaoni, utaandika pale una maswali yote kuhusiana na malezi ya kiroho, utaandika pale na tutayajibu leo hapa. Kwa hiyo nisaidie kualika watu, alika watu. Huyu pia ni utumishi. Daudi anasema na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Maana yake ni kwamba hata yeye alialikwa kanisani. Daudi alialikwa kanisani. Anasema na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Maana yake aliyemwalika Daudi hata kawa hawahi kujutia, kwa sababu kupitia kumwalika Daudi ndio hapo maisha ya Daudi yalianza kupokea mgeuko mkuu. Kwa hiyo tusaidie kualika watu pale mtandaoni,
waambie tayari kipindi cha usiku wa masuluhisho kipo live na tumeanza tayari, na leo tunajifunza kwa habari ya malezi ya kiroho. Malezi ya kiroho. Oh, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa. Tumeshaomba tayari na tunakwenda kuanza. Wakati uliopita tulianza kujifunza kwa habari ya malezi ya kiroho na tukazungumza mengi, tulizungumza mengi kuhusiana na malezi ya kiroho, lakini tulizungumza mengi kuhusiana na baba wa kiroho, kwa sababu ili kuwepo na malezi ya kiroho lazima kuwepo na baba wa kiroho na mtu ambaye atakuwa ni mwana wa kiroho. Baba wa kiroho au mama wa kiroho, sababu nimekuwa naongea kuhusu baba wa kiroho. Kwa hiyo wengine wanaweza kawa wanajiuliza, kuna mama wa kiroho kweli? Yupo. Kuna mtu ambaye anaweza akamsimamia mtu kiroho na akamchonga kuwa mtu fulani. Sasa mara nyingi tunaweza tusumie jina mama wa kiroho, lakini tunatumia hilo jina baba. Mama ni mlezi, lakini tunatumia jina baba kidogo linaleta uzito fulani. Kwa hiyo anaweza akawa ni mama kwako, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni kama baba, kwa sababu anachokifanya kwako akiamuliwa na jinsia yake. Kinaamuliwa na yale mambo nilikwambia, Mungu amemchagua, Mungu amempa neema ya kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo inaweza kawa ni hiyo roho ya ubaba imekaa ndani ya mama. Kwa mfano, angalia kitabu kile cha Rutu sura ya kwanza. Rutu sura ya kwanza ule mstari wa 16 mpaka mstari wa 17 na wa 18. Rutu sura ya kwanza utaona mtu ambaye alikuwa ni mwanamke lakini ana roho ya ubaba. Maana yake ni kwamba unaweza ukakutana na mchungaji au mtumishi wa Mungu ambaye ni mwanamke lakini ndo anapaswa kukusimamia wewe kiroho sasa. Ndo anapaswa kusimamia wewe kiroho. Kwa hiyo ile kwamba tunamuita mama wa kiroho kwa sababu tu ya jinsia yake, lakini kile ambacho baba wa kiroho au mtu ambaye roho hiyo ya ubaba ingekuwa ndani ya mwanaume, kile ambacho ingefanya ndio inaweza kufanya pia ikiwa ndani ya mwili wa mwanamke. Kwa hiyo mwili usikuzuie kunufaika na watu kasema mna mama wa kiroho, kuna upo. Soma hiyo Rutu sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka wa 17 na wa 18. Anasema naye Rutu akasema usinisi ni kuache. Usinisi ni kuache. Rutu hapa alikuwa anaongea na nani? Na Naomi. Na unajuaje kwamba Naomi hakuwa tu mtu wa kawaida kwenye maisha ya Rutu? Naomi alikuwa ni mtu wa kiroho, ni kwa kusikia Rutu atakachokisema hapa. Anasema usinisi ni kuache. Anasema nirejee nisifuatane nawe. Yaani nirejee, nirudi nyuma nisifuatane na wewe. Anasema maana wewe uendako nitakwenda. Uendako nitakwenda. Na wewe ukaapo nitakaa. Ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa anasema watu wako watakuwa watu wangu. Na Mungu wako. Maana yake Rutu aligundua ya kwamba huyu mama huyu Naomi ana Mungu. Kwa sababu huwezi kumwambia mtu na Mungu wako kama hujajua kwamba ana Mungu. Anasema na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Tafsiri yake ni kwamba anaweza kawa Naomi, Rutu kwenye kuishi na Naomi, aliwahi kumwona Naomi mara kadhaa anaomba. Aliwahi kumwona labda Naomi mara kadhaa anafunga. Aliwahi kumwona Naomi labda kwa sababu aliwahi kumwona labda Naomi mara kadhaa ana soma labda maandiko. Kwa hiyo kwa kupitia kuona vile vitu akagundua ya kwamba huyu mama ana Mungu. Na akasema Mungu wako sasa atakuwa nini? Mungu wangu. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine kwamba Naomi kwa Rutu ni sawa na mama wa kiroho. Niite tu hivyo sasa, mama wa kiroho. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akawa ukakuta ambaye Mungu amemkusudia amsimamie duniani ni mwanamke ambaye ni mama kama Naomi. Angalia kwa mfano, tusome kitabu cha Waamuzi. Ukisoma kitabu cha Waamuzi utaona kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ni jitu la rohoni. Kitabu cha Waamuzi sura ile, huyu anaitwa Debora. Waamuzi sura ile ya 4. Waamuzi sura ile ya 4. Ule mstari wa tusome mstari wa tuanze mstari wa kwanza. Tuanze mstari wa kwanza. Kuna mtu hapa anaitwa Debora. Debora alikuwa ni nabii kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mstari wa kwanza, anasema hivi, hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Mstari wa pili anasema Bwana akawauza na kuwatia katika mikono ya Yabini, mfalme wa Kanani aliyewatawala huko Hazori. Anasema na Sisera aliyekaa katika Haroshethi wa mataifa, anasema alikuwa amri jeshi. Alikuwa amiri wa jeshi lake. Mstari wa 3 anasema wana wa Israeli wakamlilia Bwana kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900 maana 900. Naye akaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Angalia mstari wa 4. Anasema basi Debora, Mungu anainua sasa, anainua mwamuzi mwingine, mtu ambaye angesimama kwa ajili ya kuwatetea na kuwapigania wana wa Israeli watoke kwenye mikono ya adui zao. Anasema basi Debora, kwanza ni mwanamke.
Debora. Alafu ile anasemaje? Nabii mke, a prophetess. Kwa hiyo Debora alikuwa asimami tu kama kiongozi kwa wana wa Israeli. Alikuwa anasimama pia kama spiritual figure, kama mtu wa kiroho ambaye atawasaidia watu, sio atawasaidia tu kimwili. Atawasaidia pia kiroho kuweza kuchomoa mioyo yao kule kwenye zile madhabahu za giza ambazo, kwa sababu wana Israeli walikuwa kikengeuka na kumwacha Mungu, wanaanza kuabudu hadi miungu mingine. Kwa hiyo mtu ambaye atawatoa kule aanze kuwafundisha njia za Mungu upya. Anasema nabii mke, angalia tena. Alafu anasemaje? Mkewe Lapidothi. Kuna wanawake wengine anaweza kawa yeye ndo ameitwa kwenye huduma, mume wake hajaitwa kwenye huduma, ila mume wake ameitwa kushirikiana na huyo mwanamke waweze kufanikisha hicho kitu cha kimungu alichonacho. Mmoja wapo hao watu ni huyu anaitwa Debora. Alikuwa ni nabii mke. Atuambie mume wake alikuwa ni nabii mwanaume. Na sio lazima ukiolewa na nabii na wewe uwe nabii. Ila leo kwenye kizazi chetu kuna vichekesho kwamba automatically nabii akimooa mtu, kuanzia hapo mtu naye anaitwa prophetess. Au ni prophetess amemooa mtu, kuanzia hapo na wewe mtu anaitwa papa prophet. Sasa sio lazima kwamba umeolewa na mtu wa Mungu na wewe ndio uwe eti umeolewa na nabii na wewe ndio uwe nabii. Kwa labda kuna ile kanuni ambayo ya kiroho ambayo tunaitumia ya kuita vitu, kwamba unaviita vitu ili viwe kama unavyoviita. Kama unafanya kwa hiyo kanuni sawa. Lakini kuna kanuni pia inasema ambatana wenye hekima nao utakuwa mwenye hekima. Maana yake kanuni ya kuambatana. Kama unatumia kanuni ya kuambatana sawa. Ila hichi kitu sio automatically kwamba sasa tu tayari ukitembea na nabii automatically tayari na unakuwa nabii. Hamna. Lazima ukubali kukaa chini uchongwe. Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi wake, anawaambia nifuateni nami nitawafanya. Kuna mchakato wa kufanywa na kutengenezwa. Kwa hiyo kama unataka nawe kudandia hilo jina prophetess, lazima ukubali kukaa na kuchongwa na kutengenezwa. Unataka kudandia hilo jina kwamba mume wako ni mchungaji na wewe uitwe mchungaji. Mchungaji sijui Sofia, mchungaji sijui Angel. Ili uitwe huyo mchungaji, lazima upitie mchakato wa kutengenezwa. Kuchongwa. Mchakato wa kukaa chini na kufundishwa kuwa. Mungu anamwambia Yeremia, kabla hujazaliwa tumboni mwa mama yako na alikuita. Maana yake mume wako inaweza kawa yeye aliitwa tangu tumboni, ila sasa yeye amekuita, na kama amekuita inabidi akutengeneze akufanye mpaka umekuwa hivyo. Maana leo tuna watu tunakuta hajui hata kufundisha neno, hana hata ufahamu wa kiungu, anachojua tu ni sema I receive. Lakini I receive anaongea nini sasa? Watu wanaongea hakuna neno. Yaani usikiliza mahubiri yake risala zima hakuna neno. Kwa hiyo lazima ukae chini ufanyeje? Utengenezwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema Debora nabii mke. Mkewe Lapidothi. Alafu anasemaje? Anasema ndiye alikuwa muamuzi wa Israeli. Kwa hiyo kazi yake nyingine ilikuwa ni muamuzi. Na usio kafikiri Debora alikuwa anafanya kazi ndogo, kwa sababu aina hii ya wito aliokuwa ameitwa Debora ndio wito aliokuwa ameitwa Samsoni. Samsoni manguvu, ambaye alikuwa akikaa roho Bwana mshukia, anafanya wonders, fanya maajabu, anafanya mambo makubwa. Ndio kazi hiyo aliitwa pia Yefta. Kwa hiyo Debora anaingia hapo. Jinsia yako haiwezi kukuzuia kama Mungu akianza kukutumia. Nataka uandike pale mtandaoni, wale wa mtandaoni wote, Facebook, YouTube, Instagram, popote pale ulipo, andika hivi: jinsia yako haiwezi kukuzuia kama Mungu akianza kukutumia. Jinsia yako sio limitation. Niamini mimi, jinsia yako sio limitation. Kama kweli kabisa Mungu anakutumia. Kuna mambo nataka uyazingatie. Kuna mambo kama mambo 7 hivi ya muhimu ya kuyapuuzia wakati Mungu anataka kukutumia. Jambo la kwanza ni swala la jinsia yako. Yaani usije, ninaposema kuyapuuzia, simaanishi kwamba udharau jinsia yako. Na maanisha kwamba usikubali jinsia yako ikawa kikwazo. Mungu anasema katika siku za mwisho, Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Anasema katika siku za mwisho atamimina roho yake juu ya watu wote wenye mwili. Wote wenye mwili. Leo tunakaa tunashindana eti mwanamke kuhubiri ni sahihi sio sahihi. Amesema anamimina roho yake juu ya watu wote wenye mwili, na akasema vijana wenu watatabiri. Vijana, kwenye hao vijana kuna wa kike na wa kiume. Anasema wazee wenu wataota ndoto, kwenye hao wazee kuna wa kike na wa kiume. Anasema na watoto wenu watoto watatabiri, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Maana yake kwenye hao wote kuna wa kiume na wa kike, na Mungu amewachukua wote. Amesema anaiweka roho yake juu ya watu wote. Na unaona hata ilipokuwa siku ya Pentekoste ilipofika, roho wa Mungu alishuka juu. Anasema wote waliokuwa katika kile chumba walijaa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu akianza kukutumia, jinsia yako sio kikwazo tena. Watu wanaweza wakajaribu kukulimit au kukuzuia kwa jinsia. Wakasema wewe kwa sababu ni mwanamke haufai kuwa kiongozi.
wewe unapaswa kuongozwa. Wewe kwa sababu ni mwanamke au pasi kufanya maamuzi, au pasi kukaa kwenye nafasi fulani. Sasa bahati mbaya ni kwamba tuna wanawake ambao wamepewa nafasi za kuongoza, wasiokuwa na Mungu ndani yao, wanaaibisha wengine ambao wana Mungu ndani yao na walikuwa na uwezo wa kuongoza. Hiyo tuiondoe kwenye mada. Mimi ninachoongelea hapa ni kwamba Mungu akiamua kumtumia mwanamke, bila nasema wanawake wahubiriwa habari njema, ni jeshi kubwa. It's a mighty army. Angalia, wanawake wahubiriwa nini? Habari njema. Hasa anaposema wanawake wahubiriwa habari njema, unasema mwanamke asihubiriwe ni nani sasa? Na wakati ule tunaambiwa wanawake wahubiriwa habari njema. Kuhubiri injili ni kazi ya kila mtu. Yes. Yaani wewe kusema kwamba wanawake wasihubiri, afu nakuta linalosema hivi hata lenyewe alihubiri injili. Liko tu limekaa, yani anasema wanawake wasihubiri injili na yeye ahubiri injili. Biblia inasema Yesu akatutuma, akasema nendeni ulimwenguni wote. We are sent, tumetumwa kwa ajili ya kwenda kwenye ulimwengu wote na kuzaa matunda. Kila mtu anaitwa ni tawi. Yesu anasema baba yake ni mkulima, yeye ni mzabibu, na sisi ni matawi. Na wakiwemo na wanawake ni matawi, wanapaswa kuzaa. Unazaaje bila kuhubiria watu injili? Mwanamke, angalia, ukiniambia mwanamke asihubiri, tumchukue ile mwanamke wa Yohana sura ya 4 ambaye Yesu alimuokoa, ametoka kwenye kuwa na wanaume 5 na 6, amemwacha nyumbani, akaenda akahubiri mji mzima wa Samaria, ukamjia Yesu mji mzima. Tusipowatumia wanawake vizuri, shetani atawatumia vizuri. Angalia leo shetani anavyotumia wanawake, matangazo yote ya ovyo. Unakuta hata tangazo la gari, lakini anaiko pale mwanamke amevaa vinguo vya ovyo, atavutia tu, yani kuna namna atavutia tu. Tusipowatumia wanawake, shetani atawatumia. Na Biblia inasema wanawake wahubiriwa habari njema ni jeshi kubwa. Maana yake kwa shetani anawaogopa. Ndio maana anaweza kainua hata ideologies na haya mambo mengine ya kwamba mwanamke tuwazuie wanawake wasihubiri, tuwazuie wanawake wasihubiri. Unakazia na maandiko. Shetani atawatumia. Mwanamke asiyetumiwa atakuwa Delila, atamwangusha Samson. Mwanamke ambaye atampa nafasi atumiwe na Mungu atakuwa Delila. Mwanamke tusimpa nafasi atumiwe na Mungu atageuka. Watu wa Mungu, hao watu tuwape nafasi. Tuwape nafasi. Ni kweli na wao wanapaswa kuwa wanyenyekevu na kukubali kukaa chini ya maongozi. Lakini mimi ninachokisema hapa, ninaongea kwa habari ya kutumika. 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 Subiri nitakupa maandiko mengine. Tulikuwa na mtu kwenye Biblia, mume na mke, anaitwa Priscilla na Aquila. Hao walimfundisha, walimkalisha chini ya Apollo. Mtu ambaye alifika mahali kanisa linasema sisi ni wa Apollo, sisi ni wa Paulo. Yaani mtu ambaye alikuwa amefikia mahali mpaka Paulo. Yaani wanamlinganisha na Paulo. Apollo alikalishwa chini na mke na mume wake, Priscilla na Aquila, wakamfundisha njia za Mungu. Imani aliyokuwa nayo Timotheo. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Aliipata kutoka kwa bibi yake. Yes. Kwa bibi yake ikaingia kwa mama yake. Kwa mama yake ndio ikaingia kwa Timotheo. Yaani imeingia kwa mwanaume Timotheo kutokea kwa bibi. Wanawake hatuwaachi nyuma, tunaenda nao. Amen. Musa anaambiwa na Farao, mtakwenda naye, anasema tutakwenda wote. Tutakwenda na wake zetu, tutakwenda na watoto wetu, tutakwenda na vijana wetu, tutakwenda na kila kitu chetu tunaenda nacho. Lazima tufanye kazi na hao watu. Unaona hapa Debora alikuwa nabii mke ambaye Mungu alimtumia kama muamuzi. Sasa kingine ni kwamba ukipewa nafasi kama mwanamke, usidili na hiyo nafasi kwa jinsia yako. Ndicho nilichokuwa naongelea. Kwa sababu ukidili nacho kwa jinsia yako, utaanza yani kuna mambo utakuwa unasingizia jinsia. Wakati tayari roho Mungu iko ndani yako kwamba mimi bwana kama mwanamke unajua ili siwezi, kama mwanamke unajua ili siwezi. Shetani anawatumia wanawake vibaya. Tuendelee mbele. Ningekuwa na muda ningeongea kwa habari ya wanawake kama akina ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kuna shemasi mmoja alikuwa anaitwa Filipo. Filipo alikuwa na mabinti zake 4. Ni mabikira na ni manabii. Yaani wanatabiri na wamejitunza na wanatunza utakatifu. Ni manabii. Hebu sema nabii maana yake kazi yako ni nini? Ni kutabiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nilisema unataka Mungu akishaanza kutumia, achana na jinsia yako itakulimiti. Lakini kingine, achana na udhaifu ulionao. Musa, Mungu anamtokea anamwambia Bwana wewe mimi nataka nikutumie kwenda kutoa watu utumwani na nini na nini. Musa anamwambia Mungu mimi Bwana siwezi kuongea. Udhaifu ulionao, Mungu akikuita ana udhaifu, akakuita alafu kaona kabisa una udhaifu, ujue ya kwamba ameshajihakikishia kwamba aina hii ya udhaifu naweza kuufix. Naweza kuushughulikia ili kukuruhusu wewe uweze kuendelea kunitumikia. Au ujue kabisa Mungu ana mbadala, ana njia, ana namna ya kufanya ili kufanya udhaifu usikuzuie kumtumikia au kutumikia ule wito ambao amekuitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo cha pili hiyo, kingine cha tatu, umri, usiweke umri mezani.
Mungu ameshasema na mimi na roho yake juu ya wote wenye mwili. Maana yake umri wako sio kigezo. Yeremia anamwambia Mungu, mimi ni mtoto. Yeremia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 10. Yeremia anasema mimi ni mtoto. Mungu anamwambia usiseme hivyo. Kwa kuwa mimi ndo nimekuita toka tumboni mwa mama yako, kabla hujazaliwa nalikutakasa. Maana yake nimekutenga, nimekuweka kwa ajili ya hii kazi. Alafu Mungu anambia nimeshakuweka tayari juu ya mataifa. Yaani na huu umri mdogo ulionao nimeshakuweka tayari juu ya mataifa. Hapo ndipo mimi nilipata ufunuo. Nikagundua kwamba umri wangu sio shida. Shida ni kujua Mungu ameniweka wapi. Kama Mungu ameshaniweka tayari kwenye juu ya mataifa, umri wangu sio shida. Ni kuishi kwenye hiyo nafasi na kutembea kwenye hiyo nafasi. Mtu mwingine anakuja anasema huyu mchungaji kijana, ni Mungu ameshaniweka kwenye hiyo nafasi sasa. Kwa hiyo usinilaumu mimi, mlaumu aliyeniweka. Amen. Mlaumu aliyeniweka. Yeye ameniona kwamba katika huu umri naweza. Mlaumu aliyeniweka, usinilaumu mimi. Hivi hata leo uende kwenye nyumba ya mtu, ukutane na binti wake wa kazi au mtu anayemsaidia kazi pale nyumbani, ni mtoto mwenye miaka 5. Ndo amemwajiri kama binti wake wa kazi. Shida sio yule mtoto, shida ni aliyemwajiri. Yaani hata tukitaka kutafuta kufungua kesi, tunaanza na yule aliyemwajiri. Kama unaajirije mtu wa hivi? Sasa unataka kunilaumu, unataka kumlaumu mtoto ambaye anatumiwa na Mungu. Achana naye, mlaumu aliyemwajiri. Kwa hiyo kingine usiweke mezani umri wako. Mungu hana shida na umri wako. Na hapa siongelei tu ujana, naongelea hata wengine ni wazee. Unakuta mtu mwingine anasikia somo ana miaka hata 70. Anasema sasa mimi jamani umri umesenda kidogo, haya mambo ni waachie wajukuu zangu. Musa anaitwa akiwa na 80 years old. Miaka 80. Miaka 80. Anaanza kumtumikia Mungu akiwa na miaka 80. Ibrahimu anaitwa na Mungu na kuanza kutembea na Mungu akiwa na 75 years. Miaka 75 Ibrahimu ndo anatoka nyumbani kwao, anaanza kwenda huko. Miaka 75, just imagine. Kwa hiyo umri sio shida. Watu wa Mungu, narudia tena pale mtandaoni, umri sio shida. Shida ni nani anakutumia katika huo umri. Shida unaye Mungu. Kama unaye Mungu, umri sio shida. Amen. Tuna wazee kama akina Simeoni mpaka Mungu aliwaambia hautakufa mpaka umeuona wokovu wa Bwana. Umri sio shida. Tuna mama alikuwa anaitwa Ana binti Fanueli, alikuwa na miaka 84 na bado alikuwa anafunga na kukesha na kuomba hekaluni. Umri sio shida. Shida una roho wa Bwana. Amesema hadi wazee wataota ndoto. Maana yake kwenye siku za mwisho Mungu ana mpango wa kutumia watoto, vijana, wazee. Aya, kingine usiweke kwenye meza. Nilisema ni cha kwanza nilikwambia ni jinsia. Cha pili nikakwambia ni udhaifu. Udhaifu, kuna mtu unaweza kuwa una udhaifu wa uwezi kuongea vizuri. Mfupi, wewe unachukulia ufupi wako kama udhaifu. Mweusi kama mimi, nasema mimi bwana kwa hii afu Mungu ameniita nikahubiri kule, watu wataniona mimi mtu mweusi, hawatanisikiliza. Wewe mtu wa Mungu, nenda. Kwa sababu safari hii sio wewe unaenda, ni Mungu anaenda kupitia wewe. Sio wewe unaenda. Ingekuwa ni wewe unaenda peke yako angekukataa, ila ni Mungu anaenda kupitia wewe. Kingine ambacho usikiweke kwenye majadiliano na Mungu wakati Mungu anataka kukutumia. Ni kwamba ni swala la elimu. Elimu. Umesoma au hujasoma. Eti mimi Mungu sina elimu kabisa. Mimi Mungu. Kuna kina Petro, Matendo sura ya 4 mstari wa 13. Biblia inasema watu wakaangalia wakajua ni watu wasiokuwa na elimu. Anasema walipogundua ni watu wasiokuwa na elimu wakasema wakagundua watu walikuwa na Yesu. Maana yake ukishagundua una udhaifu, kaa na Yesu. Ukishagundua kuna kitu uwezi, kuna qualification na una, kaa na Yesu. Kitu kingine, background, historia yako ya nyuma. Mungu akitaka kukutumia, yeye ni mfinyanzi, huwa anakufinyanga, anaanza na wewe upya. Yani Mungu akija, narudia tena, sikiliza, Mungu akija ya kale yote yanapita, anaanza na wewe upya. Wewe kama mwanamke Msamaria ambaye ulikuwa na wanaume 5 na 6 umemwacha nyumbani, Mungu akitaka kukutumia atakusaidia uone ya kwamba wewe ni kiumbe kipya. Na ukitoka hapo, shetani anachotumiaga, moja ya kitu shetani anatumia kurudisha watu nyuma na kufanya watu waendelee kuona kama bado wako dhambini, ni kutumia jana yao kwa hukumu. Anamwambia wewe bwana, wewe si mzinzi, wewe unatakaje kuhubiri leo? Wewe unataka kwenda kwa ile mtaa ambao ndo guest ulienda kupangisha pale, unaikumbuka ile guest, unaikumbuka? Anakukumbusha. Shetani anakukumbusha jana. Shetani akikukumbusha jana yako, wewe mkumbushe kesho yake. Amen. Mkumbushe kesho yake kwamba na yeye kuna siku atatupa kwenye ziwa la moto. Lakini pia shetani akikukumbusha jana yako, mkumbushe leo yako ya kwamba Mungu amekuamini. Na amekuchagua. Amen. Na amekuokoa.
na amekupa nafasi yake iliondolewa kule mbinguni. Yaani shetani akikukumbusha wewe, mkumbushe ya kwamba nafasi yako ilishaondolewa kule mbinguni na nimepewa niende nikamwabudu Bwana katika roho na kweli. Bila nasema sasa kuna wengine kwa sababu ya historia yao mbaya. Mfano kuna mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Rahabu. Rahabu alikuwa ni mwanamke kahaba. Kusoma kitabu cha Yeshua utaona kuna mwanamke alikuwa anaitwa Rahabu. Rahabu alikuwa ni kahaba, wanamjua ndani ya mji mzima, lakini Rahabu akuzuia na historia yake kukubali Mungu amtumie. Mungu alimtumia na baadaye anaokoka yeye na watu wa nyumba yake. Maana yake nini, watu wa Mungu? Usikubali jana yako ikakuzuia kuiendea kesho yako. Unaweza ukaibadilisha kesho yako kwa kuishi vizuri kwenye leo yako. Kesho yako haitegemei jana yako, inategemea leo yako. Andika pale mtandaoni, kesho yangu haitegemei jana yangu, inategemea leo yangu. Maana yake shida sio ulichofanya jana, shida ni leo unafanya nini kusahihisha ulichofanya jana, ili kesho uwe na matokeo ya utukufu. Ili kuzuia matokeo ya jana yasiende kwenye kesho yako. Kwa hiyo ili kuzuia matokeo ya jana yasiende kwenye kesho yako ni kufanya leo vizuri kuliko ulivyofanya jana, au kufanya leo kitu sahihi ambacho jana ukuweza kukifanya, ili uweze kuwa na kesho nzuri. Kesho yako unaweza ukairekebisha kwenye leo. Tumia leo vizuri. Usiweke masuala ya udhaifu. Haya, mfano angalia yule mwizi pale msalabani. Yule mwizi pale msalabani angekubali kubakia kwenye jana yake kwamba mimi siwezi kwenda mbinguni. Mimi akamwambia Yesu, mimi katika ufalme wako unikumbuke. Usikubali historia yako ya nyuma. Sauli ambaye baadaye aligeuka kuwa Paulo, angekaa na historia yake ya uuaji kwamba Mungu mimi ni muuaji na nini na nini. Petro moja ya kitu alikuwa aligundua akasema hivi, akasema mimi Bwana sikustahili hata kuitwa mtume kwa sababu ya mabaya ambayo niliyatenda kwenye kanisa. Akasema lakini kwa neema yake nimekuwa hivi nilivyo. Kwa neema yake. Petro alitambua nafasi ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni upendeleo wa Mungu ambao ukustahili unapewa. Kama umeshaipokea neema ya Mungu, umeokoka. Kwa tafsiri nyingine, jana yako sio shida, leo yako ndio changamoto. Usipoishi leo yako vizuri, unajiandaa kuwa na kesho mbaya. Kesho yako inaandaliwa leo, mtu wa Mungu. Jambo la mwisho, Mungu akitaka kukutumia, usiweke masuala ya familia, kabila, ukoo uliotokea. Familia, kabila, ukoo uliotokea. Hapa ni akina Gideoni sasa. Gideoni anamwambia malaika, mimi Bwana kwenye familia yetu ni maskini kwanza kuliko zote. Cha pili, mimi natokea ukoo wa Manase, watu ambao ni waovyo ovyo. Hebu some kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Some Waamuzi 6 mstari wa 15. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 15. Biblia inasema, akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Kwa jinsi gani? Yes. Tazama jamaa zangu ndio walio maskini sana. Yaani ndugu zangu ndio maskini sana katika ukoo wa Manase. Yes. Na mimi ndimi niliye mdogo. Na mimi ni mdogo. Hiyo mdogo anaichukulia kama udhaifu. Jamani ulipotokea. Hapa kwa tafsiri nyingine ni kwamba usikubali kuzuiwa na ulipotokea. Ulipozaliwa, taifa ulilotokea likakuzuia kwenda kule ambapo Mungu anakusudia uende. Mahali ulipotokea hapa paswi kuwa kikwazo. Kama una Mungu anayeweza kukupa kesho, una Mungu anayekwenda pamoja na wewe. Danieli hakustahili kuwa na nafasi alikuwa anaipata kule kwenye nchi ya watu. Lakini Danieli kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye, alikuwa anazidi kwenda juu na kwenda juu na kwenda juu na kwenda juu. Kila akikao anasema kuna mtu ambaye roho ya miungu tunaiona imo ndani yake. Roho ya hekima, roho ya ubora, nuru, ufahamu vinaonekana ndani yake. Maana ni kwamba ukiwa na Mungu popote, Yusufu, wewe ni Yusufu. Upo nyumbani kwa Potifa, upo kwenye nchi ya Misri, wewe ni Yusufu. Kama una Mungu, unastawi. Kama una Mungu, utazidi kupaa kwenda juu. Maana yake ni kwamba kwa kusema hivi, kwa sababu watu wengi wakiangalia mahali walipotokea, familia, ukoo, taifa walilotokea, wanajilimit kwa taifa, kwamba taifa hili linaweza kupokelewa huku na huku hatuwezi kupokelewa. Tunaweza kwenda huku na huku hatuwezi kwenda. Lakini ukianza kujiona kama mtu ambaye Mungu amemchagua, utaanza kujiona Mungu amekuweka juu ya mataifa. Yaani juu ya mataifa. Tafsiri yake ni kwamba wewe haumilikiwi na taifa fulani. Uko juu ya mataifa yote. Maana yake ni kwamba yani wewe unaweza kuyahudumia mataifa yote. Asa angalia hapo. Angalia mstari wa 16. Twende mstari wa 16. Sema, Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe. Achana na hayo masuala ya kifamilia. Mimi niko pamoja na wewe. Nawe utawapiga Midiani kama mtu mmoja. Kama mtu mmoja. Yaani hivi mimi niko na wewe na hili jukumu utalitekeleza. Maana yake kama Mungu yuko pamoja na wewe, ukoo uliotokea, familia uliotokea, kabila uliotokea, nchi uliotokea, it's not a problem.
Tatizo ni una Mungu. Kwa hiyo turudi hapa haraka haraka. Arabashanda manda raka rabashata rabaya. Kwa hiyo turudi hapa haraka sasa. Tulikuwa naongea kuhusu mababa wa kiroho, tukawa tunaongea pia kuhusu mama wa kiroho, tukaongea kuhusu wanawake na nini. Sasa turudi hapa pastor, tuna jambo la kujifunza hapa, kwamba tukasema kwamba kuna watu ambao wanaweza wakawa ni mababa wa kiroho kama alivyokuwa Debora, ambaye ni ubaba wa kiroho lakini uko ndani ya jinsia ya kike. Kwa hiyo kwa jina lingine tunaweza kumuita mama wa kiroho, na anaweza kawa anakulea. Lakini pia hapa kwa kusema hivi, baba yako, kama una baba yako, mke wake pia ni mama yako wa kiroho. Maana yake upande wa yale mambo ambayo yanahusiana na mwanamke na vitu vingine, atakuwa anakusaidia, atakuwa anakutengeneza. Kuna hekima nyingine utakuwa unazipata kwake. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu jaribu kuashumu, Yakobo alikuwa anataka baraka kwa baba yake Isaka, na Yakobo alikuwa ameshafanikiwa kuchukua nafasi ya ndugu yake. Lakini hiyo tu bado haikutosha. Ilihitaji mama yake aje amjuze mapema kwamba nimesikia mzee leo anaongea 1 2 3. Kwa hiyo baada ya hapa fanya 1 2 3 haraka haraka kabla ya ndugu yako upate baraka. Ndio Biblia inasema waheshimu wazazi wako katika Bwana. Waefeso 6 mstari wa kwanza. Waefeso 6 mstari wa kwanza. Anasema waheshimu wazazi wako katika Bwana. Anasema enyi watoto watini wazazi wenu katika nini? Bwana. Ametumia neno wazazi, sio mzazi. Wazazi. Hajaoa, akioa, au hajaolewa, akiolewa, tayari wanakuwa ni wazazi. Kwa hiyo waheshimu wote. Hapa sasa nataka nigonge nyundo sasa. Hii ampendi. Unamheshimu baba yako wa kiroho kuliko unavyomheshimu na mke wake. Yaani mke wake unamuona kama kikaragosi. Alafu wewe unaona baba wa kiroho ile ndio kila kitu. Mtu wa Mungu, kwa kanuni za kimungu, Mungu amesemaje? Waheshimu wazazi wako katika Bwana. Ni wawili, waheshimu wote. Narudia tena, waheshimu wote. Hapo unaona Yakobo alikuwa na mahusiano mazuri na mama yake, na kwa sababu hiyo ilikuwa rahisi. Yaani hata Yakobo mama yake alipomwambia kwamba Yakobo alimwambia mama yake, sasa baba akijua nimemdanganya akanilani itakuwaje? Mama yake alimwambia hiyo laana na inipate mimi. Yaani hiyo laana na inipate mimi. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba mama yake alikuwa anamaanisha kama baba ana nguvu ya kubariki, akikulaani mimi nitakuja nitaifuta hiyo laana, kwa sababu mimi na yeye rohoni tuna uwezo wa kubariki. Biblia imesema heshimu wazazi wako, pia baba yako na mama yako. Ameweka wote wawili, waheshimu baba yako. Ukiendelea mstari wa pili hapa, endelea mstari wa pili. Anasema waheshimu baba yako na mama yako. Baba yako na mama yako. Sasa kabla ya wale wa kimwili, hapa tunaongelea wa kiroho sasa. Maana yake kama baba yako anaweza kulaani, mama yako anaweza kaifuta ile laana. Na kama pia mama yako anaweza kulaani, baba yako anaweza kaifuta ile laana. Lakini kingine ni kwamba baba yako akikubariki na mama yako akakubariki, wewe umeenda, mtu wa Mungu. Wewe umeenda. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine kwamba tunachojaribu kuongelea hapa ni kwamba ile wazazi wa kiroho, unamheshimu baba yako wa kiroho lakini mke wake haumheshimu. Unamheshimu mama yako wa kiroho lakini mume wake haumheshimu. Unachokitafuta utakipata. Waheshimu. Biblia imesema waheshimu. Yaani mpe thamani na uzito huo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndo amemwamini akampa hiyo nafasi. Wewe usije ukafikiria ameolewa kwa bahati mbaya. Yaani usije ukafikiria yuko na huyo baba yako wa kiroho au huyo mama yako wa kiroho, huyo mwenzake, usije ukafikiri yuko naye kwa bahati mbaya. Yaani kama Mungu amemheshimu, ameona huyo anastahili kuchukua hiyo nafasi, na wewe mheshimu hivyo hivyo. Usimshushe zaidi hapo, usimshushe chini hapo. Hata kwa sababu mwingine anaweza kuangalia, akaanza kujaribiwa, anaangalia labda umri, au anaangalia kwamba mama yake roho ya ubiri, au hachemkagi kama baba anavyochemka, au baba yake mama yake kiroho anachemkaga sana, kwa hiyo baba yake kiroho ni mpole, anaga hata maandiko mengi. Muheshimu. Biblia haijasema umheshimu kwa sababu anachemka. Umheshimu kwa sababu ana maandiko mengi. Biblia haijasema umheshimu kwa sababu ana sauti ya radi. Amesema umheshimu kwa sababu ni mzazi katika Bwana. Kwa hiyo waheshimu. Sasa hiyo nyundo naamini imegonga mahali. Waheshimu wote kwa sababu wote wana nafasi na kwenye maisha yako. Sasa nirudi hapa pastor, nizungumze kwa habari ya nini malezi ya kiroho yatafanya kwenye maisha ya mtu. Nini malezi ya kiroho yatafanya kwenye maisha ya mtu? Number 1. Cha kwanza, malezi na usimamizi wa kiroho yatakupa nafasi ya kuchongwa na kutengenezwa. Malezi na usimamizi wa kiroho yanakupa nafasi ya kuchongwa na kutengenezwa
ili ufae kuwa chombo fulani cha heshima. Malezi ya kiroho na usimamizi wa kiroho unakupa nafasi ya kuchongwa na kutengenezwa ili ufae kuwa chombo fulani cha heshima. Maana utengenezwe kuwa chombo fulani cha heshima. Mungu anatumia ufuasi au malezi ya kiroho kama kiwanda cha kutengeneza aina ya watu anaowataka. Muangalie mtumishi wa Mungu Musa. Mungu alimuita Musa. Baada ya kumuita Musa pia alikuwa na ufahamu kuhusu baba zake wa kiroho, akina Ibrahim, akina Isaka, akina Yakobo. Maana yake Musa alikuwa ni mtu anaye appreciate malezi. Ngoja tusome hapa. Kitabu cha Kutoka, Musa anamwambia Mungu, sasa nitawaambia ni nani? Nitawaambia ni Mungu wa Isaka, ni Mungu wa baba zetu, au ni Mungu wa nani? Angalia kitabu kile cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 15. Tena mpaka mstari wa 16. Nijaribu tu kusummarize. Anasema Musa akamwambia Mungu, tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli nitawaambia ni nani amenituma, jina lako wewe ni nani? Niwaambie ni nani? Anasema Mungu akamwambia, waambie mimi niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu. Kwa hiyo hata hapa Mungu anahusiana na Musa kama Mungu wa baba zake. Anasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Anasema hili ndilo jina langu hata milele, nalo ndilo kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Alafu mstari wa 16 anamwambia nenda ukakusanye wazee, kwa sababu vijana wanaweza sikuelewa kwa haraka haraka. Kwa hiyo anza na wazee. Kakusanye wazee, waambie Mungu wa baba zenu. Wazee wanaweza kuelewa kwa sababu wazee wanaweza kuwa walikuwepo, yani hapo katikati wana historia au wanajua mambo yaliyopita. Kwa hiyo ukiwaambia Mungu wa baba zenu Ibrahim na Isaka na Yakobo, watakuelewa kwa wepesi. Maana yake ni kwamba hata Musa alikuwa anahusiana na Mungu kwa njia hiyo. Aya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa okay. Nimesema malezi ya kiroho yanakupa nafasi ya kuchongwa na kutengenezwa. Kwa hiyo Musa kwa sababu yeye alifanywa na Mungu wa baba. Alifanywa na Mungu wa baba. Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza. Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza. Tusome pale haraka haraka. 7 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa. Tulisema mababa wa kiroho ni watu waliofanyaje? Waliofanywa na Mungu. Yaani sio mtu anajifanya. Kwa sababu unajuaje mtu ni baba wa kiroho fake? Ni mtu ambaye anajifanya. Biblia inasema kuna mtu mmoja alikuwa kwenye kitabu cha Matendo sura ya 8, mtu mmoja alikuwa mchawi kule kwenye mji wa Samaria, ambaye Biblia inasema alikuwa anajiita, anajisema ya kwamba yeye ni mtu mkubwa, the great one. Sasa si baba wa kiroho ni mtu anayefanywa au aliyefanywa na Mungu. Anasema Mungu anamwambia Musa, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Na ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Maana yake ni kwamba yani wewe utakuwa Mungu. Wewe unampa Haruni cha kusema, Haruni anaenda kusema kama nabii. Wewe kwa tafsiri yake ni kwamba Mungu amwambia kwamba eti nimekufanya wewe kuwa Mungu kwa Farao wewe na Haruni. Anamwambia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyu Haruni atakuwa ni kijana wako. Unampa maneno, anatabiri. Yeye atakuwa anatabiri. Ila anatabiri ambacho wewe Musa ndio umemwambia. Kwa hiyo akaenda kwa Israeli anasema nasikia kutabiri, lakini anatabiri ambacho baba yake Musa amemwambia. Kuna watu hapa nyumbani walikuwa wanasema anaongea kwa sababu ya baba yake. Haruni alikuwa, mimi sisemi kwamba ndio ilikuwa ni hivyo, lakini hapa najaribu kuonyesha kwamba Haruni alikuwa anatabiri ambacho Musa ndio Miriam waliinuka kinyume cha Musa. Wakaanza kumsema, just imagine. Wakaanza kumsema. Maana yake Mungu alikuwa amekusudia kumtengeneza Haruni awe mtu fulani. Na nikwambie ukweli, inawezekana Haruni kama Musa angekufa, inawezekana Haruni ndo angewaingiza watu katika nchi ya Kanaani. Kama Musa angekufa. Lakini pia Huri inawezekana ndo angeingizwa watu katika nchi ya Kanaani. Tusome Hesabu sura ya 11. Uone Hesabu sura ya 12, Hesabu 12 mstari wa kwanza. Anasema kisha Miriam na Haruni wakamnena Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, unamsema mke wa baba yako. Yani hawa
Ni watu ambao walikuwa wanakaa wanaichambua ndoa ya Musa. Ndio wale nimetoka kuongea hapa nyuma kidogo kwamba anamheshimu baba wa kiroho alafu amheshimu mke wake. Au anamheshimu huyo mama wa kiroho alafu amheshimu mume wake. Kuwa makini. Kwa sababu kwa nini nakwambia kuwa makini? Kwa sababu hao watu sio wawili. Ni mwili huu mmoja. Ni mwili huu mmoja. Unachomtendea huyu ndicho unachomtendea huyu. Narudia tena, kumheshimu baba yako wa kiroho bila kumheshimu mke wake, au kumheshimu mama yako wa kiroho bila kumheshimu mume wake, ni kutokumheshimu baba yako wa kiroho, au ni kutokumheshimu huyo mama yako wa kiroho. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu yeye na mume wake ni mwili huu mmoja, au yeye na mke wake ni mwili huu mmoja. Kwa hiyo unachomfanyia huyu ndicho unachomfanyia yeye. Kwa hiyo sio ukajikuta eti unakuwa mwema sana kwake, alafu kwa mke wake unamtreat yeye hao. Mtu wa Mungu, kuwa makini. Hapa walikuwa wanamuongea Musa kwa sababu ya mke wake. Mungu ili jambo alishuka akalingilia kati akamwambia nyie amuone haya nyie. Ukimgusa mke wa mtu umemgusa mume wake. Kwa mfano, nikupe tu mfano rahisi. Sisi ni kanisa. Kanisa ni mwili wa Kristo. Japo Kristo yuko kivyake, sisi kama watu kama kanisa tuko kivyetu. Lakini Biblia inasema sisi ni mwili wa nani? Wa Kristo. Maana yake anayetugusa sisi anamgusa Kristo. Ndio maana unaona Yesu, kanisa lilikuwa linaguswa na Paulo wakati anaitwa Sauli, alikuwa anawaua wanafunzi Yesu. Yesu anamtokea anamwambia wewe Sauli, kwa nini unaniudhi? Kwa nini unanigusa? Kwa nini unanichezea? Mheshimu huyo mke wa baba yako wa kiroho, au huyo mume wa mama yako wa kiroho. Sasa turudi hapa. Wanaisema ndoa ya Musa. Kwa hiyo Mungu alichokuwa amekusudia kuhusu wao kilifia hapa. Wakaisema ndoa ya Musa, wakaijadili na hapa kumbuka, Miriam na Haruni walikuwa ni kaka na dada wa kuzaliwa wa Musa. Lakini pia wamemzidi umri. Kumbe Mungu anaweza akakuweka chini ya baba kiroho uliyemzidi umri. Miriam wakati Musa anazaliwa, Miriam alikuwa na akili zote timamu. Mpaka Miriam alikuwa anapewa kazi na mama yake, wakati mama yake amekuchukua kile kisafina na kukiweka kwenye maji, kimembeba Musa. Miriam ndo alikuwa anakaa around pale. Anaangalia wakati binti Farao anaoga, anaangalia kisafina cha Musa pale. Kwa hiyo Miriam amembadilisha Musa nepi, Miriam amemuogesha Musa, Miriam ndo alienda kumwambia binti Farao, vipi nikuitie mama au nikutafutie mwanamke mmoja wa Kiebrania yote atakaye kuja kunyonyeshea huyu mtoto? Ndo akaenda kumuita mama yake. Miriam alikuwa na sababu za kumwambia wewe Musa, wewe bwana wewe. Bila mimi kuongea pale unafikiri Musa ungekuepo leo? Usingekuepo wewe bwana. Lakini Miriam walipoanza kuinuka kinyume na Musa, mtu ambaye Mungu amemfanya. Usishindane na mtu ambaye Mungu amemfanya, kwa sababu Mungu atakachokufanya utakaa usahau. Usishindane na mtu ambaye Mungu amemfanya, kwa sababu Mungu atakachokufanya hautakaa usahau. Kushindana na mtu ambaye Mungu amemfanya ni kujaribu kushindana na Mungu. Mkugusa mboni ya jicho lake, unamtafuta Mungu. Turudi hapa pastor. So akamsema, ila Mungu alikuwa ameweka chini ya malezi ya Musa ili wapate nafasi ya kufanyeje? Ya kutengenezwa. So ukienda baadaye hapa Mungu anasema Miriam atapigwa na ukoma, na huyo Haruni ndugu yake Mungu akaanza kuondoka naye kimahesabu. Yaani Mungu akaanza kuachana na Haruni kimkakati. Akaanza kuachana na Haruni kimkakati. So Mungu akaanza kutafuta mtu mwingine. Ndio maana unaona ukirudi kwenye Kutoka 33 mstari wa 11 na wa 12, Musa anamwambia Mungu, sasa Mungu umenituma, lakini ukiniambia nani nitakayeenda naye? Hukuniambia nani wakati mwanzoni kwenye hiyo Kutoka sura ya 7, sura ya 6, sura ya 7, sura ya 4, sura ya 5. Mungu anamwambia utaenda na ndugu yako Haruni. Sasa Musa alikuwa analalamika, mimi siwezi kuongea. Ngoja turudi hapa vizuri. Kutoka sura ya 4. Turudi Kutoka sura ya 4. Ule mstari wa 13 na wa 14. Bwana nakuomba tuma kwa mkono wako. Anasema tuma kwa mkono wake huyo utakaye mtuma. Yaani nitafutie mtu mimi nitakayeenda naye. Mstari wa 14, hasira ya Mungu ikawaka. Yaani Mungu ameshamwambia Musa niko pamoja nawe, lakini Musa bado anangangania nipe mtu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa, akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Na juu ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo tazama anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Alafu mstari wa 15 anasema nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake. Ndio ile sasa, yani ili akawe nabii sasa. Kwa hiyo Haruni aliletwa ili Musa amchonge aweze kutabiri. Yani Musa atie maneno kinywani mwa Haruni kiasi kwamba Haruni akienda akisema ni Mungu amesema. Sikiliza mwana wa kiroho, unaenda mahali unaongea, unaona miujiza inatokea, nguvu za Mungu zinatembea, unahisi ni wewe. Kuna mtu ametia maneno kwenye kinywa chako. Ukiongea inakuwa ni kama Mungu ameongea. So hapa anasema pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, anasema na kuwafundisheni mtakayo yafanya. Alafu mstari wa 16 anasema naye atakuwa msemaji wako kwa watu. Anasema hata yeye atakuwa mfano wa kinywa chako.
Angalia hii mwana wa kiroho. Yaani kuna wakati Mungu anakupa baba wa kiroho, wewe ukawe mfano wa kitu fulani kwake. Mfano wa mikono yake kwenye eneo la uchumi na fedha, mfano wa kinywa chake kwenye eneo la kuhubiri au kufanya kile ambacho anatakiwa kufanya, mfano wa kiongozi. Mungu anasema naye atakuwa msemaji wako kwa watu. Maana yake ni kwamba kila mwana wa kiroho una wajibu wa kuwa msemaji wa baba yako kwa watu, waeleze watu kuhusu baba yako. Pale mtandaoni, sijui kama unanisikia vizuri. Niambie kama unanisikia vizuri. Nataka uniambie pale, niwekee kwenye comment pale kwamba mchungaji, na kusikia vizuri. Nasikia unaongelea kwa habari ya mwana wa kiroho ni msemaji wa baba yake. Yaani narudia tena, mwana wa kiroho ni msemaji wa baba yake. Mwanamke Msamaria aliyeokolewa ndo alikuwa msemaji wa Yesu kwenye mji mzima wa Samaria. Akapeleka habari za Yesu kila mahali. Mwana wa kiroho unapaswa kuwa msemaji wa baba yako. Na hii msemaji au semi chochote, unasema vile vitu ambavyo vitavuta focus ya watu na vitawaleta watu kwake ili wamuone Mungu ambaye wewe umemwona. Angalia wajibu wa mwana wa kiroho, Yohana sura ya 1 mstari wa 45 na 46. Tusomee basi. Yohana sura ya 1 mstari wa 45 na 46. Huyu ni mtu mmoja anaitwa Andrea. Ni Filipo. Tusomee. Filipo anakutana na ndugu yake mmoja anaitwa Nathanaeli. Yohana sura ya 1 mstari wa 45 na 46 na 47. Biblia inasema Filipo akamwona Nathanaeli. Akamwambia tumemwona mtu ambaye yeye aliyeandikwa na manabii na Musa. Tumemwona. Nathanaeli akasema, je, lawezaje neno jema kutoka Nazareti? Akamwambia njoo uone. Njoo uone. Kama mwana wa kiroho kazi yako ni kuambia watu njoo uone, ni kumuelezea baba yako vizuri kwa watu wengine, sio kumuongea baba yako vibaya. Wajibu mmojawapo wa mwana wa kiroho ni kuwa msemaji mzuri na msemaji mwema wa baba yako. Mzuri na mwema. Nimeweka mwema ili unavodeliver upeleke mema. Usiwe kama yule mtoto wa Nuhu ambaye alienda akasema, baba mzee leo amekunywa pombe, yuko uchi kule ndani. Wenzake wale wakachukua mashuka wakaja wakamfunika. Uwe msemaji mzuri, ongea mazuri yake. Uwe msemaji mwema, una nia pia njema. Yaani unavyomuongea unamuongelea kwa nia njema. Na sio tu msemaji mzuri wa baba yako mbele za watu, mbele za Mungu pia. Umuombe. Unavyoona ubaya wake unapeleka mbele za Mungu, unavyoona mema yake unapeleka mbele za watu. Andika hiyo pale mtandaoni. Mwana wa kiroho ni msemaji wa baba yake, ni msemaji wa mabaya ya baba yake kwa Mungu, na ni msemaji wa mema ya baba yake kwa watu. Andika tena, mwana wa kiroho ni msemaji wa baba yake. Unaweka na hilo andiko Kutoka sura ya 1 mstari wa 16. Ni msemaji wa baba yake, ni msemaji wa mabaya, madhaifu na changamoto za baba yake kwa Mungu, lakini pia ni msemaji wa mema na mazuri ya baba yake kwa watu. Wewe ukiona baba yako ana changamoto fulani, mchukue, mpeleke mbele za Bwana, muombe mbele za Mungu. Kumbe Mungu anasikilizaga hadi maneno ya umbea watu wanasemaga kuhusu baba zao kiroho. Tunajuaje? Tunaona kwa Miriam na Haruni. Mungu alikuwa anakaa anasikia umbea wao. Mungu anasikiaga umbea wako. Wakati unaweka umbea kwa ajili ya kumsema baba yako, unaweka umbea kwa ajili ya Mungu, anasikilizaga na anahukumu. Yaani sio tu anasikilizaga na anahukumu, kama alivyohukumu kwa Miriam na Haruni. Sasa leo unaweza usione Mungu amekuja kutokea uso kwa uso, ila kuna mapigo utaanza kukutana nayo kwenye maisha yako. Utagundua tu hapa kuna kitu hakipo sawa. Kumsema mtu ambaye Mungu amemfanya ni kutaka Mungu akufanye ambacho hautasahau mtu wa Mungu. Miriam alipigwa na ukoma. Kuna magonjwa mengine watu wanayo leo. Unakuta anasali kwa baba mwenye upako kama Musa. Baba mwenye upako kama Musa, lakini ana ukoma. Ukoma huu ni kwa sababu ya kumsema vibaya. Mungu anaamua kukukomesha kwa ukoma, na utakoma. Wewe pale mtandaoni unanielewa kweli, mtu wa Mungu? Naongea yanakuingia vizuri, kwa sababu moja ya kazi yangu hapa sio kufanya mambo yawe magumu, ni kufanya mambo yawe mepesi unielewe. Siwezi nikaanza kuambia tu kwamba hivi ndivyo navyo hutanielewa. Sasa nimekuja kufanyaje hapa? Unanielewa mtu wa Mungu? Niambie kama unanielewa pale mtandaoni vizuri. Tuendelee pastor. Sasa Mungu kusudio lake. Angalia mstari wa 17 pia. Anasema nawe utatoa fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. In fact hii fimbo alikuwa anatembeaga nayo Haruni. Kuna wakati Musa alikuwa anakuwa nayo, lakini kuna wakati Haruni alikuwa anakuwa nayo. Na kuna wakati Haruni alikuwa anaitumia kufanya miujiza. Haruni anaitumia kufanya miujiza. Maana yake nini, watu wa Mungu? Nisikilize kwa makini. Unavyokuja kwa baba yako
kuna nafasi Mungu anakuwa amesha kuandalia ya kusimama, kwa sababu baba yako anaweza akawa hawezi kila kitu Mungu alichomuitia, ila ndio ambaye Mungu amemuita awe chanzo, awe njia, awe msingi wa kubeba hivyo vingine ambavyo hata hawezi kuvifanya. Kwa sababu ukiendelea baadaye utaona mfano Kutoka 34, 35. Musa anaita akina Bezaleli mwana wa Uri, wanakuja kwa ajili ya kumsaidia kazi ya ujenzi. Mungu anamwambia Musa maelekezo anawapa wao wanafanya. Angalia sasa tuende. Kwa hiyo Musa alivyoona ya kwamba Miriam na Haruni wameshakosea tayari na Mungu hawezi kuwaamini kuwatumia. Kutoka 33 mstari wa 11 na wa 12. Anasema naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso. Kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Kisha akageuka akarejea hata malangoni. Bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni naye ni kijana akutoka mle Emani. Sasa twende mstari unaofuata wa 12. Anasema Musa akamwambia Bwana, akasema angalia wewe, wachukue watu hawa nawe hukunijulisha ni nani utakaye mtuma pamoja nami, lakini umesema na kujua jina lako nawe umepata neema mbele zangu. Kwa hiyo Musa anaanza mchakato mwingine wa kutafuta mtu. Yaani unajua kuna wakati baba wa kiroho anaona kabisa hili nilonalo linahitaji watu. Kwa kuna watu wengine mnaitwa kwa sababu ya maombi ya baba yenu wa kiroho. Kwamba aliomba akamwambia Mungu ili jambo liweze kutimiza ninahitaji aina fulani ya watu. Unashangaa wewe ni mfanyabiashara umeambatana naye. Wewe hujui tu. Ila unashangaa biashara yako tangu ulivyoungana naye imeanza kwenda. Umeitwa, umekuja pale kimkakati, una kazi ya kufanya. Na yeye ana kazi ya kufanya kwako. Lakini wewe una kazi pia ya kufanya kwake. So hapa anasema Musa baada ya kuona userious pia. Musa baada ya kuona userious wa Yoshua akasema inawezekana ukijana ndiye. Lakini sasa kabla sijamwambia Yoshua wewe ndio utakayetembea na wewe na nini? Itabidi nimwambie kwanza Mungu, mbona hujaniambia mtu nitakayeenda naye? Mstari kuna mtu akaomba sasa, Bwana nionyeshe njia zako na nini na nini na nini. Mungu akamwambia uso wangu utakwenda pamoja na wewe na sasa twende Kumbukumbu la Torati. Mungu ndo anamjibu Musa ombi lake. Kumbukumbu la Torati 34. Kumbukumbu la Torati 34. Mungu in fact alimjibu Musa ili ombi lake. 31. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 7. Musa akamwita Yoshua akamwambia machoni pa Israeli wote, uwe hodari na moyo wa ushujaa, na watu hawa hata nchi Bwana aliyowapia baba zao ya kwamba atawapa, nawe utawarithisha. Sasa angalia, Musa ndio ameanza kumwambia Yoshua ya mambo. Si Musa ameanza kumwambia Yoshua ya mambo. Angalia mstari wa 8 anamwambiaje? Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha, usiogope wala usifadhaike. Alafu mstari unaofuata anasema Musa akaandika Torati hiyo akawapa makuhani. Sasa angalia maneno haya ya Mungu anayarudia kwenye Yoshua sura ya kwanza. Yoshua sura ya kwanza mstari kuanzia wa kwanza. Tasoma mpaka mstari wa 8. Nafasi ya kuchongwa na kutengenezwa. Unaona huyu mtu Yoshua amechongwa na akatengenezwa, amechongwa na akatengenezwa. Shataradabaya. Mandarika dabasayada. Jantariga dabayanda. Rekarabababababa. Tusome Yoshua sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Anasema ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana. Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa nani? Wa Musa. Mtumishi wa nani? Wa Musa. Sikiliza. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa nani? Wa Bwana. Musa mtumishi wa nani? Wa Bwana. Musa mtumishi wa nani? Wa Bwana. Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa nani? Wa Musa. Yaani Yoshua ni mtumishi wa Musa na Musa ni mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo Mungu anaona sasa, kwa sababu Musa alikuwa mtumishi wangu na Musa alikuwa na mtumishi chini yake, mwana wa kiroho, mtoto anayekaa kwenye malezi, akaona haina haja ya kwenda mbali. Nitamtumia huyo Musa na huyo Yoshua.
So akamfuata Yoshua, afangalia mstari wa pili, anasema Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka, vuka mto Yordani, wewe na watu hao wote, mkaende hata nchini wapayo wana wa Israeli. Mstari wa 3, kila mahali takapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Twende mstari wa 5, hapana mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele zako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Mstari wa 6, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana wewe ndio utakayewarithisha watu hawa nchi ile hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Anaongea maneno yale yale ambayo nani aliongea? Musa alimwambia Yoshua. Maneno yale yale. Na Mungu anamwambia kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo Yoshua kutokea hapa anatengenezwa. Na sasa nikuonyeshe Yoshua alitengenezwaje. Angalia, twende hatua kwa hatua. Malezi, tumesema malezi ni ya kiroho, inamsaidia mtu aweze kuchongwa na kutengenezwa. Aya, Yoshua alianza kutengenezwaje? Twende hiyo kitabu cha Kutoka hiyo tuanze kuichambua hiyo Kutoka sura ile ya 19. Kutoka sura ya 19 uanze kuona Yoshua akianza kutembea na Musa. Randa rabashanda manda rakarabasayada ye karabarabashanda rikarana mashanta rabababa. Kitabu cha Kutoka hiyo sura ya 19, Musa anaanza shughuli zake za kwenda mlimani. Mungu anamwambia akawaambia watu maneno na nini na nini. Baadaye anasema Musa akaenda akawaita wazee akawafunulia maneno ya Bwana, watu wote wakaitikia Sasa ukiendelea mistari inayofuata watu wanakubaliana kwamba Musa aende, uwepo wa Mungu utashuka na nini na nini. Hapa ndipo mchakato wa Yeshua unaanza kupatikana. Subiri tusome. Nadhani ni hiyo 24, Kutoka 24. Kutoka 17 mstari wa 9. Kutoka 17 mstari wa 9 ndio Yoshua anaanza kutumika kwa mara ya kwanza. Kutoka 17 mstari wa 9. Anzia mstari wa 8. Utapata vizuri. Anzia mstari wa 8. Mstari wa 8. Inasema, wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidim. Yes. Mstari wa 9. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie. Akamwambia nani? Yoshua. Kwa hiyo Yoshua anaanza kumfundisha kuhusu uongozi. Anamwambiaje? Tuchagulie watu, ukatoke ukapigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Angalia mstari wa 10. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia. Wajibu wako mwingine ni kufanya kama unavyoambiwa. Fanya kama unavyoambiwa. Unapewa maelekezo fulani, fanya kama unavyoambiwa. Hapa anasemaje? Akapigana na Amaleki. Musa na Haruni na Uri wakapanda juu ya kile kilima. Hapa subiri nikazie kitu kingine. Kuna akina Yoshua. Yoshua ni mwana wa kiroho. Haruni ni mwana wa kiroho. Na Uri ni mwana wa kiroho. Lakini hapa Musa anasema hivi, Yoshua wewe utaenda vitani. Mimi kwenye swala la kwenda kuomba nitaenda na Haruni na Uri. Kwa hiyo kuna wakati baba yako wa kiroho, sasa hapa naongea sasa na wale ambao wanatumika labda chini ya huduma. Kuna wakati baba wako wa kiroho atasema wewe bwana tunakupeleka Njombe, huyu niache mimi nitakaa naye hapa. Usianze kumuuliza kwa nini. Kwanza kumuuliza kwa nini ni kutokuyaamini maamuzi yake. Yaani ukiona unaanza kupiga kona maswali mengi kwa baba yako na una doubt maamuzi yake, wakati mwingine ni ishara ya kwamba humuamini. Na uyaamini maamuzi yake. Kwa hiyo hapa anasema Yoshua yeye akushindana. Anasema akafanya kama Musa alivyomwambia. Akushindana, akafanya kama Musa alivyomwambia. Hakwanza Huri bwana bora angeenda kule, ni mzee, hata akifa hatuna cha kupoteza, mimi ni kijana. Hatuna cha kupoteza. Sikiliza, ufanye kama unavyoambiwa. Okay, tuendelee sasa. Nilikuwa nataka nizungumzie jambo fulani lakini niliache hapo. Niliache hapo tusizue taharuki. Tuendelee. So anasema Musa akapanda mlimani na Haruni na Huri. Na wao pia walikuwa na kazi yao kule mlimani. Kazi yao ni kwamba Musa alifikia mahali mikono ikachoka. Haruni akategemeza mkono huu. Huri akategemeza mkono. Yaani wote walikuwa na kazi, wakapanga mawe. Kule mlimani wao walikuwa na kazi ya kupanga mawe, mikono ya Musa ibakie juu ameshikilia fimbo.
baadaye wakamshikilia Musa, wako naye pale mlimani. Hakikisha unamsaidia baba yako kwa namna zote, abakie mikono juu. Mikono juu maana yake ni kwamba yani we mtengenezee wepesi, abakie kutimiliza kusudi la Mungu na ajenda ya Mungu. Tegemeza mikono yake, lete wepesi. Lete wepesi kwenye kazi zake, lete wepesi kwenye huduma yake, mtegemeze. Kwa hiyo Haruni, kumbe katika malezi ya kiroho, kuna wana ambao kazi yao ni kumtegemeza baba yao. Kuna wana ambao kazi yao ni kutekeleza maagizo ya baba yao. Baba yake anaweza kumtuma, yani kwa mfano si wachungaji, mwingine akatuma ukahubiri, lakini mwingine anaweza kaja kanisani ni mfanya biashara, ila yupo kwa ajili ya kutegemeza baba wa kiroho mahali hapo. Lakini mwingine yuko pale kazi yake yeye ataenda kuhubiri injili na kushuhudia na kufanya hivi. Sasa hatupaswi kumdharau wote yoyote, kwa sababu wote wana kazi moja, kuhakikisha huduma na maono ya Musa ya kufikisha watu Kanaani yamefanikiwa. Kwa hiyo wewe kama mwana wa kiroho usimdharau mwenzako kwa sababu yeye ameenda ametumwa vitani, wewe unatembea na Musa. Usimdharau mwenzako. Ona kama wote mko kwenye mission moja, na hiyo mission ni kwamba unachokifanya wewe, kwa sababu Musa akiinua mikono na Haruni akategemeza bila Yoshua kupigana, kuna kitu kinatokea? Hamna kinachotokea. Yoshua akipigana bila Haruni na Huri kufanya kazi ya kutegemeza mikono ya Musa, mikono yake imeshachoka na akashusha, kuna kitu kinatokea? Zaidi sana watapigwa, na wakipigwa kule chini na huko juu mnakuja kumaliziwa. Kwa hiyo usimdharau mwana wenzako wa kiroho kwa sababu anachokifanya au unachokifanya wewe kama Yoshua, Huri hawezi kukifanya, kwa sababu Huri alikuwa ni mtu mzima. Musa alikuwa na miaka 70 na Haruni alikuwa ni kaka yake Musa. In fact Naisa alikuwa amemzidi kama almost karibu labda 20 years. Sijui, lakini maana yake inawezekana labda tuseme Haruni alikuwa na miaka labda 90 au 80 na hapo. Haruni kuna Biblia inaeleza kuna gap ambalo Haruni alikuwa amemwacha Huri. Amemwacha Musa. Kuna gap hapo la miaka kadhaa hapo. Kama sio miaka miwili, sio miaka mingapi hapo. So tuashumu tuchukue hata hiyo miaka. Tuchukue tu hata hiyo miaka kwamba tuseme labda kwa hiyo unaona ukisema umpeleke Haruni akapigana vitani, hawezi. Ila Haruni alikuwa anajitahidi kufanya kazi yake ya kutegemeza mikono ya Musa vizuri na kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana yake nini sasa? Kila mwana wa kiroho wajibika kwenye nafasi yako ili usikwamishe mambo mengine ya huduma au wana wengine kutimiliza wajibu wao. Kila mwana wa kiroho una wajibu wa kutimiza wajibu wako. Unawajibika kutimiza wajibu wako ili usizuie wana wengine kukamilisha wanachopaswa kukamilisha. Wewe unayepaswa kuomba. Unayepaswa kutegemeza mikono ya baba yako, tegemeza. Ili kwa njia hiyo kila mwana awe anawajibika na tunafanikisha wote maono yale ya baba yetu. So angalia mstari wa 10 anasema Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, na akina Haruni nao walikuwa na wajibu wao kufanya. Angalia mstari wa 13, Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa makali ya upanga. Kwa hiyo Yoshua alikuwa ameanza kuwa trained, kufundishwa. Ameanza kuwa trained. Mwanzoni ilikuwa ni Musa anamwendea Farao uso kwa uso. Sasa hivi Musa anatuma watu waendea adui zake uso kwa uso. Alikuwa anamtrain Yoshua. Sasa sio hapa tu. Twende hicho kitabu cha Yoshua Kutoka 24 kuanzia mstari wa 13. Hapa ni Musa anarudi mlimani. Tena tuanzie mstari wa 12. Kutoka 24 mstari wa 12. Nasemaje? Bwana akamwambia Musa, njoo juu kwangu mlimani. Uwe huku. Nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria, nayo hiyo amri niliyoandika ili kuwafundisha. Hapa in fact Mungu alikuwa anashampa Musa mara ya kwanza. Sasa alivyorudi akakuta watu wametengeneza masanamu ya ovyo ovyo na nini, akavunja zile mbao kwa hasira. So hapa ni mara ya pili Mungu anamuita tena. Anamwambia nami nitakupa mbao za mawe. Angalia mstari wa 13 nini kilitokea? Mungu alimuita nani? Anasema Musa akaondoka na anza mstari wa 12. Mstari wa 12 anasema Bwana akamwambia Musa njoo huko. Anamuita nani? Musa. Ila mstari wa 13 Musa anaenda na nani? Musa akaondoka na Yoshua mtumishi. Musa akwenda peke yake, anaenda na anayemtrain. Unavyopata nafasi ya kutembea na baba yako, kumfuatilia baba yako, unapopata nafasi ya kwenda na baba yako, ni nafasi ya yani inawezekana sio wewe uliitwa huko, ila yeye ameamua kuchukua kwa upendo wake ujifunze. Moja ya shida ya wana wa kiroho ni kwamba ukianza kusogezwa karibu na baba yako, inafikia mahali unaanza kumzoea na kuanza kuona uko naye sawa. Yani hiyo ni shida, imewahi kunikuta mimi, imewahi kunisumbua mimi. Mpaka ikabidi nimuombe Mungu anisaidie. Nilikuwa namuendesha baba, nilikuwa dereva wa baba. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kaanza kujaribiwa hata kuanzisha story. Unaona kabisa hii ni level ya wakati mwingine ya mazoea ya aina fulani hivi. Katika story unaweza kukuta mahali unamwambia baba yako anasema kitu, unasema mzee hapo umetupiga hapo mzee, umeupiga mwingi hapo. Subiri nikuelezee ukweli pale.
Unaona kabisa hapa hii ni kukoseana adabu sasa na heshima. Na mtu hivi aweza akaongea serious na wewe ukachukua serious kama ni baba yako akiwa anaongea ukamchukulia kama mtu wa heshima. Habidi muombe Mungu anisaidie. Nahitaji kabisa msaada wa Mungu, Mungu anisaidie. Petro kilichomponza ni mazoea. Usio kafikiri Petro angekutana na Yesu kwa mara ya kwanza aone miujiza sana anayofanya. Mara ya kwanza Petro anakutana na Yesu. Luka sura ya 5. Tusome mstari wa 8. So yani baada ya Petro kumuona Yesu na kukutana Yesu na kuona miujiza Yesu. Luka sura ya 5 soma mstari wa 8 uone, alafu tutarudi hapa kwenye Kutoka. Anasema Simoni Petro alipoona hayo na kuona miujiza Yesu na nini? Alikimbia akaanguka. Anasema ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Alafu baadaye anamchukua anamkemea mazoea. Yaani baada ya Yesu kuanza kutembea naye kuanzia hapo, mazoea yakaanza. Hiyo si Luka sura ya 5 mstari wa 1. Nenda Luka sura ya 6 mstari wa 12. Anasema ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Anasema akakesha huko usiku kucha katika kumwomba Mungu. Twende mstari wa 13. Anasema hata kulipokuwa mchana akaita wanafunzi wake. Akachagua 12. Sura ya 5 kumbuka ndio Petro amekutana na Yesu. Sura ya 5 ndio Petro amekutana na nani? Na Yesu. Sura ya 6 Yesu anamchagua awe mtume atakayetembea naye. Anasema akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita nani? Mitume. Mstari wa 14 anasemaje? Simeoni aliyemuita jina la pili nani? Petro. Kwa hiyo wa kwanza kuitwa alikuwa ni Petro. Baada ya Petro kuitwa na kuanza kutembea na Yesu kwa muda, ndio ilifika mahali akamchukua akamwingiza chemba. Akamwambia mzee, leo ibada umezingua sana. Yule mama upaswa kumtabiria vile. Yule mtu kupaswa kumuombea vile. Yaani amefikia mahali sasa ndo anamuelekeza baba yake wa kiroho. Baba yako wa kiroho akishaanza kuona umekuwa na mazoea ya hivi, kuna aina ya vitu anaanza kujizuia kufanya na wewe. Na kuna aina yani kuna namna ataanza kukutreat sio kama mwanawe wa kiroho, ni kama mpinzani wake. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine kwamba kuna aina ya baraka haiwezi akaziachilia juu yako. Kuna aina ya mawazo mema haiwezi akaanza kukuwazia tena. Kuna mahali haiwezi akakutuma tena ukamwakilisha kama, kwa sababu wewe tayari umeshageuka kuwa mshindani wake. Pinzani wake. Siku hizo unakosoa hadi mafundisho yake. Sema hii baba hapa amechapia. Yaani ukianza kuona unaona makosa mengi sana baba yako wa kiroho akiongea, au hauna cha kujifunza, hauna kipya cha kupata kutoka kwake, mtu wa Mungu, wewe unaelekea kuwa mkosoaji baada ya muda. Ni either umuombe Mungu akusaidie au ukimbie mapema. Na option nzuri kumwomba Mungu akusaidie. Kwa sababu hata utakapokimbilia baada ya muda utazoea pia hivyo. Na baada ya muda utaanza kuona mafuko. Kwa hiyo utakuwa mtu wa kukimbia. Ni bora muombe Mungu akusaidie. Kwa hiyo Yoshua alikuwa anatengenezwa. Turudi pale Kutoka 24 mstari wa 13. Kwa hiyo Musa ameitwa na Mungu. Musa anamchukua Yoshua, anamwambia Yoshua, unajua nini? Twende. Na wakati mwingine baba yako atakuita mwende kwenye huduma, atakuita kwenye mfungo. Anasema jamani, tuna mfungo wa siku 7 hapa kanisani. Inawezekana mimi zamani bwana nilikuwa nasema hapa si Mungu amekwambia wewe ufunge, kwa nini tuambie na sisi? Yaani kuna wakati kabisa, unajua kuna wakati hata mimi mchungaji Mungu anaweza kawa ameniambia mimi nifunge, ameniambia mimi kwamba bwana wewe piga atatukavu hapa. Hii sio ya chachi, piga atatukavu hapa. Ila sasa mimi na wakati mwingine naamua silifanyi la kwangu tu. Naamua kukuinvite na wewe. Mungu ameniita mimi, naamua kukuinvite na wewe mshirika labda. Kwamba tutakuwa na mfungo wa siku 3, nasema na hapo nakuta labda nimeshakwambia kwamba Mungu ameniambia nifunge siku 3, lakini nasema tutafunga wote kama kanisa. Anasema mchungaji Mungu amekwambia ufunge wewe. Kwa nini si tufunge? Kwa nini si tufunge? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini si tufunge? Baba bwana ili bwana au mwingine baba yako anasema jamani tunafunga kama kanisa. Tunataka tuombe nchi. Anasema ili baba alitakiwa afunge mwenyewe bwana. Ili ni jambo la yeye kuomba. Sasa sisi nchi inahusiana nini na sisi? Jamani tufunge, tuombe ukuaji wa kanisa au tuombe kitu fulani. Ila ukisikia tunafunga ili tuombe mgeuko wa uchumi, unafunga. Tufunge ili agenda fulani ya kazi ya Mungu iendelee. Huyo anasema hiyo inatakiwa aombe bwana. Hayo mambo ni Mungu amemwitia. Sio kila mtu ameitwa kwenye huduma. Kwa hiyo kuanza kuomba masuala ya huduma sio watu kuokolewa na nini. Hayo yalipaswa yeye ya kwake tu. Kuna wakati baba yako anapewa jambo na Mungu, anaamua kukuinvite na wewe kwenye hicho kiwango. So kwa sababu Musa alikuwa ameanza kumtrain Yoshua, kwa hiyo alianza kwenda naye. Angalia mstari, anasemaje mstari wa 10 ngapi huo? Mstari wa 13. Tusome tena mstari wa 13. Anasema Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Akapanda mlimani kwa nani? Akapanda mlimani kwa nani? Kwa Mungu. Anasema akawaambia wazee tungojeni hapa mpaka tutakaporudi wapi? Kwenu.
Yaani wengine Musa aliwapaki hapo. Yoshua kwa sababu anamtrain. Katika hao wazee kuna akina Haruni. Anasema natazameni Haruni na Huri wapo pamoja naye. Yani Haruni na Huri walibakizwa na hao watu. Ila huyu ndugu amepewa nafasi ya kipekee sana ya kutumika na baba yake. Baba yake anamwambia twende. Hiyo haimaanishi kwamba wale wengine hawahitajiki. Haimaanishi kwamba wale wengine ni dhaifu. Baba yako akiwa akikupendelea akakuita akakuleta karibu naye, haimaanishi wengine ambao hawajaleta karibu naye ni dhaifu. Na kwa tafsiri nyingine kwamba usiwachukulie kama wao ni wadhaifu. Ona kama ni upendeleo umepata ambao hata mwingine yote anaweza kuupata. Lakini kama ukiona kama ni upendeleo, maana yake unaweza ukaukosa pia. Na usijisikie vibaya. Lakini pia tenda kwa akili, ishi vizuri kwenye hiyo nafasi ambayo umepewa. Yule Ham ambaye babake alimlani. Babake Ham, mzee wake alikuwa anampenda Ham. Na mzee wake kwa sababu ya kumpenda alikuwa, yani kuna hadi ujinga wake mzee anaufanya mbele ya Ham. Subiri nikuonyeshe, tutarudi kwenye ile andiko Mwanzo sura ya 9 mstari wa Mwanzo sura ya 9 mstari wa 10 na mstari wa 20. Mstari wa 20. Biblia inasema Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu. Yes, 21. Akanywa divai, akalewa. Akawa uchi katika hema yake. Hajasema akawa uchi sebuleni. Yaani hivi katika nyumba yake. Kwa hiyo watoto wao, kwa sababu Nuhu watoto wake walikuwa wameoa. Ham alikuwa na mke wake, sababu walivovuka wakati wa gharika walivuka watu 8. Nuhu na mke wake, Ham na mke wake, Yafeti na mke wake, na yule mwana mwingine wa Nuhu alikuwa anaitwa Sham na mke wake. Kwa hiyo Sham na mke wake, Yafeti na mke wake, Ham na mke wake. Jumla watu wangapi? 8. Kwa hiyo uwezo kaniambia eti kwamba wale watoto wa Nuhu walikuwa wanaishi tenti moja na Nuhu. Hamna. Na hapa maana yake Ham, ukiendelea mstari unaofuata, angalia mstari wa 22. Anasema Ham, baba wa Kanaani, akauona uchi wa baba yake. Utauonaje uchi wa baba yake kama hujaruhusiwa na baba yako kuingia kwenye nyumba yake? Kwa hiyo inawezekana Ham aliruhusiwa kuingia kwenye nyumba. Yaani baba yake alikuwa amemleta karibu kiasi kwamba mpaka baba yake akifanya ujinga wake anauona. Amekuvuta karibu. Amekuleta karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amekuleta karibu. Maana yake nini watu wa Mungu? Angalia, hajasema kwamba aliingia akamkuta. Waliokuja kuingia ni wale ndugu zake walioitwa. Yaani yeye alitoka nje akaenda kuwaeleza. Waliokuja kuingia ni wale wengine. Biblia inasema yeye akauona. Maana yake alikuwa pale ila alikuwa hajauona. Anaona mzee wake tu anapiga vitu pale. Alikuwa pale, yani ameruhusiwa na baba yake, amesogezwa karibu. Mtu yote akikusogeza karibu kuna mawili. Either uamue kumwangalia Mungu uliyekuwa unamuona mwanzoni kwake, au akikusogeza karibu utaanza kuona mtu wake. Yani mtu wake, kwa sababu yeye ni mtu wa Mungu, si ndio? Ni mtu wa Mungu. Kabla ya Mungu kuna nini pale mwanzo? Kuna mtu. Kwa hiyo akikusogeza karibu utaanza kuona mtu kabla ya mtu wa Mungu. Kwa hiyo ni wewe unaamua kubakiza macho yako pale kwenye wa Mungu. Kwenye wa Mungu na kuangalia vile vya Mungu. Ile mtu, yale ya mtu achana nayo, hata kama ni ya kweli. Achana nayo. Kwani Haruni, Musa wakati anasema na dada zake kuwa ameoa yule mwanamke, ilikuwa ni uongo, ni ukweli? Ilikuwa ni ukweli. Mungu aliwahukumu au kuwahukumu? Maana yake nini? Achana na mtu wake, yani mtu wake wewe achana nao. Mtu wake achana nao. Wewe focus na yale ya kiroho. Otherwise na haya ya kiroho nayasema ni kwamba awe hajamwacha Mungu. Yaani awe hajamwacha Mungu. Ila ana machangamoto mengine. Eti anakula sana, hawezi kufunga. Eti sijui ni mgonjwa, mwili wake anapata changamoto ya kiafya. Hiyo isikuzuie mtu wa Mungu. Wewe angalia ile investment ya kiroho aliwekewa na Mungu. Sasa turudi hapa. Ham alikuwa ameruhusiwa na baba yake kuingia mpaka vyumbani mwa baba yake, anaweza kumuona mzee wake. Na Nuhu alikuwa ni mstaarabu, alikuwa hanywagi pombe barabarani. Hanywi kila mahali.
anakunywea imani mwake. Na Nuhu alikuwa, ngoja nikueleze, shida ya Nuhu ilikuwa kuvua nguo. Kwa sababu yeye alivua nguo kwa sababu anajua iko imani mwake. Wewe utamzuia mtu kuvua nguo akiwa chumbani kwake? Tuongee watu wa Mungu. Pale mtandaoni niambie, unasema natetea dhambi. Utamzuia mtu kuvua nguo yuko nyumbani mwake? Hapana. Na anajua hana watoto walishakuwa wakubwa, wameoa, wako huko kwao. Hana mgeni. Basi akulewa akavua nguo. Utamzuia mtu asivue nguo na yuko nyumbani kwake? Yuko nyumbani kwake. Na hata yeye kilichotokea ni kwamba tu ni ile Nuhu alisahau ya kwamba kuna kijana amemruhusu pale ambaye hajawa matured. Ila sasa kwa sababu mababa ni watu wenye upendo, hata kuvuta tu karibu. Mimi nakwambia ukweli, mababa ni watu wenye upendo. Baba wa kweli ana ufunuo baba wa Mungu. Na mojawapo ya tabia ya Mungu ambaye ni baba, anakuvuta karibu. Baba wa kweli utakuta anakuvuta karibu, anakuvuta karibu. Na anapokuvuta karibu utaanza kuona mtu kabla ya mtu wa Mungu. Utaona huyu baba anaongea sana. Huyu baba anapenda story sana. Huyu baba kuna kitu fulani nakiona. Hapo sasa, hapo mtu wa Mungu. Ndio nilikwambia wewe ni msemaji wake kwa Mungu, kwa mabaya yake, kwa mema yake na mazuri yake kwa watu. Sasa niwaulize swali. Hamu alishindwa nini kumfunika baba yake? Utajua hata ukisikia mtu anaongea udhaifu wa baba yake, sio kwamba baba alishindwa kumfunika baba yake. Ni amechagua kufanya hivyo. Asija akakwambia ngoja nikwambie kitu mimi bwana, unajua baba kuna kitu bwana, ila tumuombe tu. Lakini baba kuna kitu. Hivi unajua baba amefanya 1 2 3. Wewe sio una lengo la kumsaidia. Wana wanaosaidia wanafunika. Funika. Na hii kufunika ni kupeleka mbele za Mungu. Mungu amsaidie. Mungu amsaidie. Kwa hiyo turudi pale kwenye Kutoka 24. Kutoka 24. Kwa hiyo Musa anamchukua Yoshua, anapanda naye. Alafu angalia mstari wa angalia kumbuka, angalia mstari wa 18. Anasema Musa akaingia ndani ya lile wingu. Akaingia ndani ya lile wingu, akafanyaje? Anasema akapanda mlimani. Akapanda mlimani. Musa akawa huko katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. Kwa hiyo hizo siku 40 Musa akiwa amefunga. Nataka nikuambie ukweli, na Yoshua alikuwepo. Kwa hiyo sio Musa tu alifunga siku 40. Yoshua sijui, kwa sababu kanuni ilikuwa ni kwamba hauruhusi kupanda kwenye mlima. Kwa sababu ulikuwa ukipanda, huu mlima ulikuwa umefunikwa na uwepo wa Mungu na utukufu wa Mungu. Na huo utukufu wa Mungu ulikuwa sio tu utukufu wa Mungu, ni kama moto. Rudi mstari wa 17, anasemaje? Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana ulikuwa kama moto uteketezao juu machoni pa wana wa Israeli. Yaani kwa wana wa Israeli moto uteketezao. Ila kwa Musa anaona kitu kingine cha tofauti. Anaona utukufu wa Mungu tu. Ila wao wanaona ni moto unawaka, yaani ni moto, ni radi zinatandika pale, ila Musa anaona utukufu wa Mungu. So hawezi kumpelekea Yoshua chakula kwa sababu Musa amekawia kurudi. Na Musa alikuwa ajui atakaa kwa muda gani. Kwa nini kwa muda gani? Rudi mstari wa 10. Rudi mstari wa 10. Rudi mstari wa 16. Na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima Sinai. Nasema lile wingu likaufunikiza siku 6. Na siku ya 7 akamwita Musa kutoka kati ya lile wingu. Mungu akamwita Musa toka kati ya lile nini? Wingu. Nasema na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao. Kulikuwa kama sasa Mungu anamuita Musa. Musa akapanda. Mungu akaanza kuongea na Musa. Twende kitabu cha 32 Kutoka. 32 Kutoka. 32 Kutoka. Tuone mstari wa 7. Nasema Bwana akamwambia Musa, haya shuka, kwa maana watu wako uliwatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu nafsi zao. Mstari wa 8. Nasema wamepotoka upesi kuiacha ile njia niliyoamuru. Kufanyizia ndama. Twende mstari wa 15. Mungu amemwambia Musa ashuke. Twende mstari wa 15, afu tena mstari wa 16. Anasema basi Musa akageuka akashuka katika mlima. Musa akageuka akashuka katika ule mlima. Mungu amemwambia ashuke. Musa akageuka akashuka na nini? Akashuka na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake zilizoandikwa pande zote mbili, upande huu na upande huu. Mstari unaofuata wa 16. Na zile mbao mbili zilikuwa kazi ya Mungu, nayo maandiko yaani Mungu alikuwa ameandika mwenyewe. Mungu leo anaweza akaandika. Hapa
nilisikia ufunuo wa Bishop Edepo anaongelea mtu mmoja alimwombea. Akamwambia Mungu aliwahi kuandika kwenye mbao za Musa. Akamwambia Mungu aliwahi kuandika mene tekeli na peresi wakati wa Danieli. Akamwambia huyu ndugu alikuwa anaelekea kufanya mtihani wa mwisho. Na ili atoke level hiyo ya elimu, nadhani awe profesa kitu kama hicho. Nilikuwa ni mambo ya profesa na nini. So aka wakati yuko kwenye mtihani mtata huo, akiwa kwenye chumba cha mtihani akaona elewi chochote. Hakuandika chochote, akaandika tu jina lake akatoka. Ndio Bishop Edepo akamuuliza ulijaza chochote? Akasema sikujaza chochote. Kwa ufunuo Bishop Edepo akakumbuka Mungu aliwahi kuandika. Biblia hapa inasema maandiko ya nani? Anasema maandiko ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza kuandika. Akachukua na ile mene tekeli na peresi, kidole cha Mungu kiliandika. Akamwambia Mungu nenda kajaza na andiko kwenye ile mtihani. So akamaliza. Ila sasa usije kufanya hivi kama hauna mtu mwenye hiyo mamlaka kama na mwenye huo ufunuo, na usifanye hivi kwa makusudi. Yule ndugu alivyojiandaa na alichokita kwenye mtihani vitu viwili vya tofauti. Sio kwamba alikuwa mvivu. Utakuwaje mvivu mpaka ufikie level na karibia kuwa profesa? Wewe unahisi wewe mtu ni mvivu? Sio mtu mvivu. So yule ndugu alipata 98 juu ya 100. Yaani matokeo yanatoka amepata 98. Ameacha tu hapo 2 juu ya 100. Wewe wengine wanaweza kusema aliandika. Ulikuwepo? Wewe ulikuwepo? Sasa angalia mstari wa 17. Anasema na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa wakipiga kelele, akamwambia Musa kuna kelele ya vita Maragoni. Yaani Yoshua kuonyesha kwamba alikuwa hajui chochote wala hana mawasiliano na watu walioko chini, hajui chochote kinachoendelea. Watu kule chini wameshatengeneza ndama. Si mpaka Mungu anamwambia Musa ashuke, wameshatengeneza ndama. Kwa hiyo wanapiga kelele kule, wanaiabudu ndama. Yoshua hajui chochote kinachoendelea. Yuko zake naye pale anamtaka Bwana na nguvu zake. Anasema Yoshua, angalia, akasema Musa akamwambia sasa hapa. Anasema akamwambia Musa kuna kelele ya vita Maragoni. Akasema hiyo sio sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani, wala si sauti watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa, bali ni kelele za watu waimbazo ndizo nizisikiazo mimi. Yani Musa anamwambia mimi nasikia kelele za watu wanaoimba. Wewe unasema unasikia kelele za watu wa vita. Kuna wakati mwingine unaweza kusema kwa hizi siku 40 ambazo nimefunga nasikia kama Mungu ananiambia nikafanye jambo fulani, alafu baba yako akiroa anakuambia hamna. Tena baba kuna hiyo kauli moja anayo, hamna. Nasikia tu hamna. Sema siku zote 40 nimekuwa hapa kwenye wingu la Bwana. Nimesikia kabisa sauti Bwana ananiambia hamna. Tunajuaje Yoshua alikuwa anajaribu kuleta experience asiyokuwa nayo. Musa alikuwa anaongea kitu anachokijua kwa sababu Mungu ameshamwambia kule jua kwamba shuka, hao watu wameshaanza kutengeneza sanamu ya ndama wanaiabudu. Angalia mstari wa 18. Anasema hata alipoyakaribia marago akaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao 2 mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima. Akamtoa ile ndama aliyemfanya, akamchoma moto, akasaga majivu, akaekea watu kwenye maji ya kunywa, akawanywesha maji. Lakini Yoshua alikuwa naye siku ngapi? 40. So mstari wa 33 ndo anamuuliza Mungu, sasa Mungu uliniambia niende, lakini ukuniambia ni nani nitakao kwenda pamoja naye. Kwa hiyo ndo Mungu anamwambia, Mungu anamjibu Musa kwenye kile kitabu cha Kutoka 34. Kutoka 34. Tulienda kule kwenye Kumbukumbu la Torati. Musa aliomba huko, tukaenda kule kwenye Torati 32:31. Musa anamchukua Yoshua, anamwambia wewe, akamsimamisha mbele za watu wote, akamwombea, akamwambia yale ambayo Mungu alikusudia amwambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini, watu wa Mungu? Mungu ana kitu cha kufanya na watu ambao wako chini ya malezi. Malezi ni njia ya kuchongwa na kutengeneza. Lakini pia muangalie Bwana Yesu. Mathayo sura ya 4 mstari wa 18 mpaka ule mstari wa 20. Tusome mtumishi wa Mungu. Mathayo sura ya 4 ule mstari wa 18 mpaka ule mstari wa 20. Inasema naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya,
aliona ndugu wawili. Simoni aitwaye Petro. Aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye. Wakitupa jarife baharini. Maana walikuwa wavuvi. 9 akawaambia nifuateni. Akawaambia follow me, nifuateni. Yes. Nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao. Anasema mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Wakaziacha nyavu zao wakafanyaje? Wakamfuata. Sasa angalia, aliwaambia nifuateni nami nitafanyeje? Nitawafanya kuwa. Ndio maana nikasema malezi ya kiroho, kitu cha kwanza yatafanya kwako, yatakuchonga na kukutengeneza kuwa mtu fulani. Petro ni mvuvi wa samaki. Naomba unisikilize kwa makini, mtu ulioko pale mtandaoni. Kwa nini Yesu amfuate Petro? Kuna vigezo vya kimungu, lakini mimi nikupe tu vigezo vya kibinadamu kuhusiana na Petro. Kazi aliyokuwa anaifanya Petro ni kazi ya uvuvi. Kwa tafsiri nyingine kwamba wavuvi ni watu wenye technique na mbinu za kufanya mpaka wapate nini? Samaki. Na sasa kwa sababu Yesu alitaka kumtoa Petro kwenye uvuvi wa samaki, ampeleke kwenye uvuvi wa watu. Yesu alianza kwa kumfundisha Petro nguvu ya neno. Kwenye Luka sura ya 5 mstari wa 4 mpaka mstari wa 7, Petro amevua usiku kucha akupata chochote. Baadaye Yesu anamkia neno, anasema kwa neno lako nitakwenda. Unaanza kuona anaenda kwa neno la Yesu na anapata matokeo. Maana Yesu alikuwa anaanza kumtengenezea shift, kwamba kama kumtengenezea shift ya kwamba aanze kuelewa umuhimu wa neno, kama alivyokuwa anatumia chambo kuvua samaki. Samaki kuna uvuvi wa aina nyingi, kuna ule uvuvi wa ndoano na kuna ule uvuvi wa neti. Ule uvuvi wa ndoano nimewahi kuufanya. Unakuwa na ndoano ile, sasa ili kuficha kwamba isionekane ndoano, unakuwa na chambo unatafuta mdudu au kitu ambacho samaki wanapenda, unakivalisha pale kwenye ile chuma, alafu unakizamisha. Tulikuwa tunakizamisha, alafu nakuta hapa labda utaki ende chini sana, kwa hiyo somewhere hapo katikati, labda huku ndo chambo ile ndoano iko hapa, kuna kauzi. Tunaona vile viuzi vyeupe, vile viuzi au kauzi kama ishikilia ile ndoano, hapo unakuta umefunga kitu kama boya, ili ukiweka uone likiwa lina, yani samaki akija akiwa na kula, utaona ile boya linacheza. Kwa unajua hapa samaki ameshakuja. Lakini pia hiyo inakuletea wepesi, ile nani yako isizame chini sana, ikae hapo mahali fulani. Kwa hiyo ukiona vile piap, unafiatua. Sasa Yesu alikuwa anamfundisha kwamba samaki wanaweza wakaja kwa neno, sio kwa chambo na ndoano. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa anamtranslate sasa kutoka kwenye uvuvi wa samaki, ilibidi aanze kumfundisha chambo nyingine kwenda kwenye uvuvi wa watu. Chambo hii unayotaka uitumie ni neno. Chambo hii unayotaka utumie kwenye kuvua watu ni neno. Chambo ulikuwa unatumia, kulikuwa unatumia wadudu na vitu vingine, huku chambo unayotumia ni neno. Kwa hiyo mvuvi alikuwa ni mtu mwenye akili ya kibiashara. Kwa hiyo cha kwanza, kwa nini Yesu amechagua wavuvi? Wale watu walikuwa ni watu. Hizi nakupa sababu zangu, sio sababu za kibiblia, nakupa sababu zangu. Sababu ya kwanza ni kwa sababu walikuwa na akili ya kibiashara. Akili ya kibiashara maana yake ni kwamba asipofanya kazi hana maisha. Yaani kwamba usipofanya ukapata samaki uuze, maana yake utakuwa na hela ya kutumia, utakuwa na hela ya kulipa kodi, au utakuwa na hela ya kuendeleza maisha yako. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba maisha yako yalivyo au yatakavyokuwa yanaamuliwa na bidii utakayokuwa nayo kwenye kazi yako. Na Petro alikuwa ni mtu mwenye bidii, kwa sababu Petro alikuwa hakubali kukosa. Yaani alipambana usiku kucha mpaka asubuhi. Hakupambana saa 7 mpaka saa 8 mpaka saa 9, akaona haiwezekani akaondoka mpaka asubuhi. Yesu anakuja kuhubiri, anakuta yuko pale bado hajaondoka, akaenda kulala, anaosha neti. Maana yake alikuwa ni mpambanaji. Kwa hiyo cha kwanza, Yesu alichagua watu kwa sababu walikuwa na akili ya kibiashara. Cha pili, aliwachagua watu kwa sababu walikuwa ni watu wa mbinu za kupata. Yaani ni mtu ambaye Petro amekosa leo, ataosha nyavu arudi tena kesho. Ni mtu ambaye ana mbinu. Kwa hiyo kazi ya kuvuna roho za watu inamhitaji Mungu na inahitaji mbinu kutoka kwa Mungu pia. Lakini cha tatu, Petro alikuwa ni mtu mwenye bidii. Kufanya usiku kucha na hamna matokeo usiku kucha. Ni mtu ambaye unaweza kumtuma mahali akaenda akahubiri na asiokoke hata mtu mmoja na akarudi tena kesho yake. Bidii. Walikuwa ni watu wa bidii. Sio kazi ya kukaa usema unakaa labda si badharau watu wanaokaa hivyo ofisini na nini na nini. Lakini Petro sasa hapa namwongelea Petro kwa sababu kwa Yesu pia kulikuwa na watu kama kina Mathayo ambao walikuwa watoza ushuru na vitu vingine. Kwa hiyo Petro pia kitu kingine ilikuwa, lakini kitu kingine, ile kazi ya uvuvi ni kazi ya kuhatarisha maisha yako. Ni kazi, unaingiaje kwenye kina cha maji kirefu ambacho unajua ukizama unaweza usitoke. Ukizama unaweza ukaliwa na samaki. Halafu ni kazi ambayo tunaingia kila siku, unajua kuna siku upepo unaweza ukatokea huko ukakufunika. Petro kuna siku nyingine yuko na Yesu, wanaona kabisa mtumbwi hapo unaelekea kuzama.
chota maji wanamwaga nje, chota maji wanamwaga nje, hamna kitu. Ni kazi ambayo hata yani ni kazi ya misukosuko, unaweza kuzama muda wowote. Kwa hiyo ni kazi ya riski. Yesu akaona ina hii ya watu nikiwapata, hata wakiambiwa leo mtapigwa mfe, roho akijazika tu na akaongezeka roho hapo, watatembea kwenye ujasiri. Ndio maana Biblia inasema kwenye Matendo 4:13 anasema walipoona ujasiri aliokuwa nao Petro. Ujasiri aliokuwa nao Petro. Kwa hiyo ni watu walikuwa na ujasiri. Lakini pia hii kazi ilikuwa inahitaji watu ambao wako tayari kufanya kazi muda wote, usiku na mchana. Unajua mvuvi akivua usiku, mchana lazima afanye kazi ya kwenda kuuza. Akibakia nao samaki watachacha. Kwa muda tulionao hii kazi inahitaji watu wa kufanya kazi muda wote, usiku, mchana. Tuko kwenye usiku wa masuluhisho hapa. Usiku, mchana utasikia ibada, asubuhi utasikia morning glory. Inahitaji watu wanaofanya kazi muda wote. Yaani Biblia inasema muda wote wako ulimwenguni, sisi ni nuru ya ulimwengu. Yaani kuna nuru, achana ile giza la usiku la nini na nini. Tunataka kupiga kazi. Yesu anasema imenipasa kufanya kazi yake, alinipeleka usiku aje asipoweza mtu kufanya kazi. Kuna usiku anaongelea pale ni kwamba siku ile itakapofika sasa tayari tumekuja kutwaliwa, kutakuwa na kilio na kulia na kusaga meno. Hakutakuwa mtu anaweza kufanya kazi tena. Lakini pia siku ambayo utaondoka duniani ndio usiku mwingine. Hakuna mtu utaweza kufanya kazi tena ukitoka nje ya mwili. Soma ile andiko. Kwa hiyo Yesu aliwaambia wamfuate ili awafanye kuwa wavuvi wa watu. Kwa hiyo malezi ni njia ya kufanywa kuwa mtu fulani. Alafu angalia Luka sura ya 1 mstari wa 17. Luka sura ya 1 mstari wa 17. Anasema naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba kwa watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki. Na kuatilia waasi akili za nini? Za wenye haki. Alafu angalia. Na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Yaani kuna watu Mungu anawaleta wao watu ndio wamwekee Mungu tayari watu waliotengenezwa. Kwa hiyo kuna watu wamekuja ili wamtengenezee Mungu watu. Na Mungu amewapa hiyo neema, amewapa hiyo roho na amewapa hiyo nguvu. Na roho hii pale imeitwa roho ya Elia, sio ya Elisha. Elia alikuwa ni baba. Soma hapo mstari wa 17, anza vizuri. Anasema naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia. Roho ya ubaba, roho ya Elia ni roho ya ubaba. Elia wakati anaondoka, Elisha analia anasema baba yangu, baba yangu. Baba yangu, baba yangu. Alikuwa ni baba. Elia alikuwa ni baba kiasi kwamba hata wakati Yesu akiwa mlimani, mmoja hapo ya mtu alimtokea ni Elia. Alikuwa na roho ya ubaba. Sasa anasema atatangulia na hiyo roho ya ubaba ambayo ni roho ya Elia. Na sio tu roho hiyo, na nguvu zake. Maana yake ni watu ambao pia wamepewa na nguvu pia za kufanya hicho ambacho wanatakiwa kukifanya. Alafu anasema ili kugeuza mioyo ya baba ielekee watoto. Yaani kuleta mahusiano kati ya wana na baba zao. Alafu pia anasema kuatilia waasi akili za wenye haki. Waasi akili za wenye haki maana yake nini? Ni kuwasaidia watu ambao walikuwa wameshamuasi Mungu, awatilie akili za wenye haki, yani aanze kuwarudisha. Ndio ile unaona anawaita, anawaambia tubuni. Yaani kuanza kuatilia akili mpya. Toba maana yake ni kugeuka. Na kugeuka kunaanza na change of mind. Kwa hiyo alikuja kuwaingizia watu akili mpya, ufahamu mpya, kwamba mnahitaji kutubu, mmepotoka, mrudi kwa Mungu. Kuna hukumu inakuja. Alafu anasemaje hapo? Anasema na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Kwa hiyo watu waliotengenezwa Mungu anaekewa na watu wenye roho ya ubaba. Ndio huyo Yohana alikuwa na roho ya ubaba. Kwa hiyo Yesu alipokuja akasema yanipasa kutimiza haki yote ikiwemo na hiyo, nije unibatize, nipite kwako. Yaani hakuna namna Yesu angekuwa Yesu bila kupitia kwa Yohana. Yohana ndiye alikuja kumtengenezea njia Yesu. Kule tulisema baba akironi mtu alitumwa na Mungu kutengenezea njia, kama unakumbuka. Kwa hiyo hapa lazima kutengenezwa kwako kuko chini ya mtu fulani. Andika hivi pale mtandaoni, Mungu anatumia watu kutengeneza watu na shetani anatumia watu kuharibu watu. Hebu andika nione kama tuko pamoja pale mtandaoni. Andika nione kama tuko pamoja pale mtandaoni. Mungu anatumia watu kutengeneza watu na shetani anatumia watu kuharibu watu. Shetani alimtumia Delila kumharibu Samson. Shetani alimtumia Hawa kuharibu Adam na kuondoa kwenye bustani. Shetani alimtumia Yuda kutaka kuiharibu hatima ya Yesu. Shetani huwa anatumia watu kuharibu watu na Mungu anatumia watu. Mungu alimtumia Yesu kama mtu kutusaidia sisi tuweze kuvuka. Mungu alimtumia Musa kuwasaidia wana Israeli watoke kwenye changamoto ya Farao. Mungu alimtumia Danieli, alimtumia Esther kusaidia Wayahudi. Kwa hiyo Mungu hutumia watu ili kutengeneza watu. Lakini pia shetani hutumia watu ili kuharibu watu.
Niandikie hivyo pale mtandaoni nione kama tuko pamoja, ya kwamba Mungu hutumia watu kutengeneza watu na shetani hutumia watu kuharibu watu. Mtandaoni pale mnanisikia watu wa Mungu au mnaniangalia tu au mnaogopa hadi kucomment? Mungu hutumia watu. Hutumia watu. Hutumia watu. Mungu hutumia watu kutengeneza watu na shetani hutumia watu kuharibu watu. Twende haraka sasa. Kwa hiyo hapo unaona Mungu anasema huyu ndugu atamwekea Mungu tayari watu waliotengenezwa. Watu waliotengenezwa. Na mojawapo ya hao watu waliotengenezwa ni wale watu walikuwa wanawahubiria, walikuwa wanakuja kutubu, na katika hao watu ndio wengine walikuja kuwa wanafunzi wa Yesu. In fact tunaona wanafunzi wawili wa Yohana Mbatizaji waliondoka na kuwa wanafunzi wa Yesu. Soma Yohana sura ya kwanza. Pastor Steven, soma Yohana sura ya kwanza mstari wa 35 na 36 na 37. 35 inasema, tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Tazama mwana-kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. 38. Yesu aligeuka. Wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka, akawaona wakimfuata. Akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Mstari wa 39. Akawaambia, njooni nanyi mtaona. Wakaenda, wakaona, akaapo. Wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Andrea nduguye Simoni na Petro wakakaa kwake. Maana yake hao ndo walianza kuwa wanafunzi wa Yesu wa kwanza. Yes. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Andrea ndugu yake Simoni Yesu. Petro alikuwa miongoni mwa wale wawili ambao baadaye kule tunaona Yesu aliwakuta wako pwani ufukweni, akawaita akamwambia nifuateni. Kumbe yule alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana tayari. Yes. Kwa hiyo hata Yesu alihitaji watu, lakini kingine kwamba alihitaji mioyo ya watu ambayo imesharekebishwa kwanza. Waanze kujua kuhusu Mungu. Waanze ile hofu ya Mungu ianze kurudi tena ndani yao. Kwa sababu watu hofu ya Mungu inaanza kurudi mpaka wanamfuata Yohana, wanamuuliza, "Sasa tufanyeje? Na sisi je, maaskari tufanyeje?" Anaambia, "Toshekeni na mshahara wenu." Unaona? Maana yake kuna namna mioyo ya watu ilikuwa imeanza kurudi, na hiyo ndio hali ambayo Yesu alihitaji aweze kuwahudumia watu wakati ule. Sasa naomba turudi pale nizungumze jambo la mwisho. Malezi ya kiroho yatafanya nini kwako? Acha niongeze andiko moja la mwisho. Timotheo wa pili, soma tena Pastor Steven. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20 na wa 21. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 20 na wa 21. Biblia inasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha bali na vya mti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Anasema hapo, bali mtu akijitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo kilichofanyeje? Chombo cha kupata nini? Heshima. Soma vizuri hapo, nataka mstari 21. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa. Cha kwanza cha kupata heshima. Yes, kilichosafishwa. Cha pili kimefanyeje? Kilichosafishwa. Kimfaacho Bwana. Cha tatu kifanyeje? Kimfaacho Bwana. Cha nne kimetengenezwa kwa ajili ya kila kazi iliyo njema. Yes. Kwa hiyo kuna chombo kinapaswa kuwa na hizo sifa 4. Kiwe chombo cha heshima, kiwe chombo kilichosafishwa, kiwe chombo kinachofaa, alafu cha 4 kiwe chombo kilichotengenezwa kwa kazi iliyo njema. Unajua
chombo cha heshima. Unafanyaje kuwa chombo cha heshima? Baba yako wa kiroho ni sehemu ya mtu ambaye anaiweka heshima na kukufanya uwe heshima. Yaani anaiweka heshima ya Mungu juu yako na kukufanya uheshimiwe na watu wengine. Baba yako wa kiroho ni mtu ambaye anakufanya kuwa chombo cha heshima. Chombo cha heshima. Angalia kitabu cha, tusomee Pastor Nosisi, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 27 Hesabu. Nadhani 27 mstari wa 20. Hesabu 27 mstari wa 20. Yes. Hesabu 27 mstari wa 20. Utaweka juu yake sehemu ya nani? Ya heshima yako. Huyo mtu ni nani ambaye anaambiwa hivi? Rudi mstari wa 18. Bwana akamwambia Musa, mtwae Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake. Sasa huyu hapa ndio ile kwamba Musa baada ya kumwomba Mungu pale tuliona kwenye Kutoka, Mungu anamwambia sasa mchukue Yoshua. Kwa sababu si ametengenezwa? Si umekuwa naye? Si nimemwamini kwa sababu amekaa chini ya malezi yako? Alafu anasemaje mstari wa 20? Nao utaweka juu yake sehemu ya heshima yako, ili mkutano wote wa wana wa Israeli wapate kumtii. Kwa hiyo watu kwa nini walikuwa wanamtii Yoshua? Kwa sababu kuna heshima imewekwa juu yake. Baba yako ni mtu aliyekuja kukufanya uwe chombo cha heshima. Andika tena pale mtandaoni, baba yangu ni mtu aliyekuja kunifanya niwe chombo cha heshima. Andika tena pale mtandaoni, baba yangu ni mtu aliyekuja kwenye maisha yangu kunifanya niwe chombo cha heshima. Andika tena pale mtandaoni, baba yangu ni mtu aliyekuja kwenye maisha yangu kunifanya niwe chombo cha heshima. Chombo cha heshima maana yake nini? Maana yake ni kwamba ni chombo ambacho kinaheshimiwa na Mungu na kinaheshimiwa na watu, na kinaheshimiwa na watu wanaomheshimu baba yako. Chombo cha heshima maana yake nini? Ni chombo ambacho kinaheshimiwa na Mungu, kinaheshimiwa na watu, na kinaheshimiwa na watu wanaomheshimu baba yako. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Mungu anamwambia Musa, utachukua sehemu ya heshima yako utaiweka juu yake. Tafsiri yake ni kwamba kuna mbona kiroho unaweza kaenda mahali ukashangaa watu wanakuita baba. Mimi kuna mahali naenda watu wananiita baba. Sasa baba, Bwana Yesu asifiwe. Nani? Najua tu kabisa hii sio mimi. Hii ni heshima ya baba yangu ameiweka juu yangu, ndio ninatembea naye huku sasa. Kuna mahali unaenda unapokelewa kwa namna ambayo wewe unatakiwa kupokelewa hivyo. Yaani wewe unatakiwa ukifika pale ujiongoze kila kitu na ujipelekeshe kila kitu. Lakini kunakuta watu wamekuandalia utaratibu mzuri, unajua kabisa haya mapokezi haya ni mapokezi kwa sababu kuna sehemu ya heshima ya baba yangu iko juu yangu. Simaanishi kwamba wewe utakuwa na heshima, ila heshima ya baba yako inakuwa juu yako. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kuna watu ambao Mungu anawaheshimu. Mungu alikuwa anamheshimu Musa, anasema Musa mtumishi wangu ambaye mimi naongea naye mdomo kwa mdomo. Nyie, anauliza kina Miriam, nyie amkuogopa kumsema mtumishi wangu Musa? Mtu ambaye mimi namheshimu. Maana yake kuna watu Mungu anawaheshimu tofauti na anavyoheshimu watumishi wengine, na tofauti na anavyoheshimu watu wengine. Kwa hiyo mtu huyu akiweka heshima hii juu yako ni kwamba Mungu anakuona wewe kama chombo cha nini? Cha heshima. Lakini pia kusema pale alisema kwanza ni chombo cha heshima, pili akasema ni chombo cha nini? Alisema chombo cha heshima, cha pili akasema chombo kilichosafishwa. Kilichosafishwa. Kusafishwa huku maana yake ni kwa njia mbili. Ya kwanza ni swala la ufahamu. Ya kwanza ni swala la dhambi. Kutoka dhambini. Yaani utoke dhambini, na hiyo sasa hiyo unawajibika mtu wa Mungu kutoka dhambini. Lakini ya pili ni kusafishwa akili, ufahamu. Sasa leo tungetumia lugha ya Kiingereza lakini sio nzuri, ni ku brainwash. Watu wanasema brainwash. Ni kama mtu anakufanyia mazingaombwe fulani hivi. Sasa lakini mimi ninachotaka ni hiyo wash. Kama mtu anaweza akakuosha ubongo, maana yake ubongo wako ni mchafu. Baba yako akiroho anakuja kukusafisha kwa kukuondolea usichopaswa kuwa nacho na kwa kukuingizia unachopaswa kuwa nacho. Atakuondolea maarifa, yani maarifa usipaswa kuwa nayo, atakuingizia maarifa unayopaswa kuwa nayo. Na kwa njia hiyo kuna tabia ambazo ukupaswa kuwa nazo atakuwa anakuchonga. Kuchonga. Kata tabia zile, anakuambia kabisa hii tabia acha, hii hasira hii acha, uongo huu acha.
una kitu kizuri lakini una nyodo na majivuno, unaringa mno, punguza haya hayata kufikisha mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Okay, unaona pastor. Unaona sasa nataka tusome ile andiko. Nataka tusome ile andiko. Kitabu cha wa Efeso sura ya 5. Some pasano sisi mstari wa 25. Efeso sura ya 5. Mstari wa 25. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyopenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Anasema mstari wa 26. Mstari wa 26. Yeah. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Kwa maji katika nini? Kwa maji katika nini? Katika neno. Kwa maji katika nini? Katika neno. Maana yake ni kwamba Yesu alikuwa anawasafisha wanafunzi wake kwa maji katika neno. Yaani kuna maarifa yasiyokuwa sahihi yanaondolewa kwa kuingiziwa maarifa sahihi. Leo ukiwa unajua labda 1+1 ni 5, alafu kumbe ni 2. Mtu akija kuambia akakusaidia kwa usahihi kwamba 1+1 ni 2, kuanzia hapo ile 5 inaondoka automatically. Na akakusaidia kuelewa vizuri, ile 5 inaondoka automatically. Kwa hiyo baba yako akiroho anakusafisha kwa maarifa. Kwa maarifa. Ndio maana lazima upate muda wa kumsikiliza na kusikiliza mafundisho yake. Kuchonga. Alafu kingine pale anasemaje? Pale kwenye anasema pia chombo cha kwanza cha kupata heshima, cha pili kilichosafishwa, cha tatu kimfaacho Bwana. Maana yake unafanywa kuwa chombo kilichofaa. Baba yako ni mtu aliyekuja kwenye maisha yako akufanye kuwa chombo kinachofaa. Ndio ile Luka 1:17 alisema pale Luka 1:17 ya kwamba anasema amwekee Mungu tayari watu waliotengenezwa. Amwekee Mungu tayari. Kwa hiyo kumbe kuna watu Mungu anataka kuwatumia lakini hawako tayari kwa sababu hawajatengenezwa. Ni waliotengenezwa ndio walio tayari kutumiwa na Mungu. Haya, pale mtandaoni andika ni waliotengenezwa ndio walio tayari kwa ajili ya Mungu. Alafu naeka Luka 1:17. Ni waliotengenezwa, ni watu waliotengenezwa ndio watu walio tayari kwa ajili ya Mungu. Alafu naeka Luka 1:17. Pale mtandaoni andika tena ni watu waliotengenezwa ndio watu walio tayari kwa ajili ya Mungu. Sema tayari kwa ajili ya Mungu maana yake ni tayari kutumiwa au kutumika na Mungu. Luka 1:17. Sasa tubaki hapo kwenye Timotheo. Anasema hivi hapo kwenye Timotheo kwamba hapo kwenye Timotheo anazungumza kitu kingine, anasema kwamba kwanza kimfaacho Bwana. Maana yake baba yako anakuja kufanya kuwa chombo kilichofaa. Baba yako ni kama wale watu ambao ni wafua vyuma. Wafua vyuma ni wale watu ambao anaweza akabadilisha panga kuwa mkuki. Yaani ukisoma kitabu cha Yoeli sura ya 3 mstari wa 9. Yoeli sura ya 3 mstari wa 9. Biblia inasema tangazeni haya kati ya nini? Ya mataifa. Takaseni vita. Waamsheni mashujaa. Watu wa vita wakaribie. Na wapande juu. Mstari wa 10. Yafueni majembe. Kufua ndio kugeuza hayo majembe. Yes, yafueni majembe yenu yawe panga. Anasema yafueni, kufua ndio kugeuza. Yaani unaligeuza jembe, unaliingizwa kwenye moto, linatengenezwa kuwa kitu kingine ambacho ni panga. Alafu anasemaje? Na miundu yenu iwe mikuki. Miundu ya kuvunia, majembe ya kulimia, miundu ya kuvunia iwe mikuki. Geuza miundu kuwa mikuki. Kwa hiyo baba yako amekutuma kuja kukugeuza kuwa chombo kifaacho. Chombo kifaacho maana yake nini? Unaweza ukawa una beleshi. Nikisema beleshi chepe ile, si mnaelewa? Yes. Chepe si mnaelewa? Chepe ni kifaa, koleo hilo, koleo. Haya, koleo ni kifaa. Lakini nikisema nataka kufanyeje? Nataka labda nataka sufuria. Chepe ni kifaa ila haifai kupika. Haifai kupika. Chepe ni kifaa ila hakifai kupika. Hakifai kuwa sufuria. Kwa hiyo kiwe sufuria lazima kipitishwe kwa wale wafua vyuma. Kiyeyuswe, kiwe ujuji wakitengenezee modo ambao wanataka iwe, alafu wamwage ile ujuji kwa ile modo uingie ukae, baada ya muda ukishapoa tayari imekuwa sufuria. Kwa hiyo baba yako inawezekana wewe ni chombo lakini
sio chombo kinachofaa. Kinachofaa maana yake ni kwamba ni chepe lakini tunahitaji sufuria. Au ni chepe lakini tunahitaji jembe. Kutumia chepe kama jembe ni mchakato. Ni chepe lakini tunahitaji reki. Kwa amekuja kwa ajili ya kukufua na kukutengeneza uwe vile ambavyo Mungu anataka uwe. Alafu pale anasema kilichofanyeje? Kilichotengenezwa. Ndio hiyo amekuja kutengeneza. Aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Kule anasema kilichotengenezwa kwa ajili ya kila kazi njema. Baba yako amekuja kutengeneze, atengeneze tabia zako. Tengeneze mtazamo wako. Uwe chombo kinachofaa kwa kila kazi njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kutokea hapa leo tumeangalia jambo moja tu. Nataka kwa dakika chache tupate muda wa kuomba na kumwambia Mungu atusaidie. Pate muda wa kuomba na kumwambia Mungu akusaidie wewe kama mwana wa kiroho. Kwenye yale yote tuliojifunza leo, kama kuna kitu umekamata kwenye yale yote tumejifunza leo, nataka ujiombee hicho kitu. Kuna mahali unaona unafanya vizuri au unafanya vizuri lakini unahitaji kufanya vizuri zaidi, muombe Mungu akusaidie kwenye ile eneo. Tutaomba na sisi pia pamoja na wachungaji ya kwamba Mungu atusaidie tuendelee kuambatana na baba zetu wa kiroho. Mungu akusaidie. Hata wewe unaweza kuomba hilo pia kwamba Mungu akusaidie tuweze kuambatana na baba zetu wa kiroho, lakini pia tuweze kubakia kwenye nafasi ambayo baba zetu wa kiroho wametuweka. Wewe ni Yoshua, umetumwa kupigana, uende kupigana. Ni uhuru, unatakiwa kutegemeza mikono, tegemeza mikono. Lakini kingine utamuomba Mungu akusaidie. Kama haujajua baba wa kiroho, Mungu akusaidie umjue na umuone. Inawezekana hata unasikiliza hapa, unatakiwa kulelewa kwenye huduma hii wewe. Lakini cha mwisho, Mungu akusaidie usiwe laana kwa baba yako, bali uwe baraka kwa baba yako. Usiwe kama Hamu, alienda kufunua uchi wa baba yako. Usiwe kama Miriam na Haruni, walienda kumsema Musa. Uwe baraka na kataa kuwa laana. Mungu nisaidie nisiwe laana kwa baba yangu wa kiroho, niwe baraka kwenye maisha yake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Anza kujiombea pale ulipo. Randa raba shanda raka raba baba baba manta yanda rikanda baraba sanda rekatoria masontoria masanda raga baraba rimaka raba bosetererere bosa yanta rika raba baba sanda rekanda baraba santa rimanda rabo bobo yakanira bosetererere basaya lekarida basanta yakapariande rekebere basotoro basanda rimana namos tererererere yanta yabarababa sanda reka yadabagarababo masoperianda reka parabaduse lekedebe santo ramayande mande karaba sotoriama iramande karababa sanda. Bwana tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba Bwana utusaidie tusiwe laana kwa baba zetu wa kiroho, bali Bwana tuwe baraka kwa mama zetu wa kiroho. Pale ambapo Mungu tuliinuka tukawasema vibaya, tukawazia mabaya, Mungu tukawatendea mabaya, uturehemu tena Bwana. Rekala barada basanda yakanda baraba basata lekorada basanta yanda rabobobo. Kama baba wa kiroho tunaomba rehema Bwana kwa wale ambao tunataka kuwatendea mema wana wa kiroho tukawatendea mabaya. Marekando sanda ragabaraba mantarila masande rekete baradosa rikanta yanda rabababo eleka parila basande mande karibara basata reka parila basanta radabo ekanto la masande aleperia makarababa basete leke perabo sayande imanda karabadiabo ezeperia la makarabayanda izatota mare baladia rekepele bedebe sanda ramama. Baba tusaidie tuwe baraka, tufanyike baraka kwa baba zetu wa kiroho. Mararara basididididididi yadararara basanda ramama. Tusaidie tuwe wasemaji wazuri wa baba zetu, ramakanda masanda wa wachungaji wetu, mantale karabaya izaparila masande rebebebe yakaparabaraba santa radarabo rekapara
Eramande rebaba saya. Erakadia baraba sande. Leko parila masanta ribarabo. Irababadia badaba. Ezageda baragade barabade. Legebede bede sanda rababo. Rakana masaka pariata. Lekarababa santa yamama. Nakataa kutumiwa na adui kuwa sababu ya anguko la baba yangu. Nakataa kutumiwa na adui kuwa sababu. Mwambie Bwana Yesu akusaidie. Kataa kuwa sababu kama ambavyo Yuda alikuwa sababu ya anguko la baba yake. Kataa kuwa sababu ya anguko la baba yako. Mama sada barabara rekarada basabara bababo rekaparada baba santa radama. Nakataa kuwa sababu ya anguko la baba yangu katika jina la Yesu. Ikapari la basanda rekebele basata yandarabo rekatara baraba sande barababuri adadaba rekadadaria badabadabade jande berebe ramante parabayanda parada basata manda kayabo. Baba nisaidie ule mtazamo wa kuanza kuyaona madhaifu badala ya kuyaona mazuri na mema yaliyoko kwa baba yangu. Baba nisaidie niyaone mema kuliko madhaifu, niyaone mazuri kuliko mabaya. Ramante karabayando, na yale mabaya niliyoyaona niyalete kwako e Bwana, na sio kuyapeleka kwa watu. Ratamande karaba soto paya parababa santa yakalirabo rekerebe sanda ramamama ikaparababa sate lekeperebebe sanda. Bwana, kama kulikuwa na aina fulani ya kupigwa kwa sababu ya mabaya ambayo nimekuwa nayanena kinyume na baba yangu, Baba leo ni rehemu, Baba leo nisaidie, Baba leo nihurumie. Ramana masandura kaya Ramatora masande. Kama Bwana nimekuwa sababu ya kukwama kwa huduma ya baba yangu, kwa kutokukaa kwenye nafasi yangu vizuri, leo ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako katika jina la Yesu. Rila makarabasanda makarila basanta yanda rabobobo koria manda rabasanda reka parila mando robosaya. Kwa mamlaka ya jina la Yesu pale mtandaoni, kwa mamlaka ya jina la Yesu, rehema za Bwana zimeachiliwa juu yako. Nadhani kwambie wengine, mchungaji wako ambaye anamwakilisha baba yako ni baba kwa wakati huu, anamwakilisha baba yako ni baba yako kwa wakati huu. Inawezekana ukuinuka kinyume na baba yako akiroa, lakini uliinuka kinyume na mchungaji wako. Rehema za Bwana zimeshuka juu yako katika jina la Yesu. Na kwa kusema hivi, naweka baraka ya Mungu juu yako. Nikiwa namwakilisha baba yangu, nikiwa namwakilisha baba yangu, nikiwa na neema na mafuta yaliyoko juu yake, na kutangazia kila uliyeko mahali hapo ya kwamba mkono wa Bwana uzidi kukuimarisha. Mungu azidi kukutengeneza uwe mtu mkuu kupitia mikono hii salama, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili yao wote katika jina la Yesu. Ushuhuda wako mwisho utakuwa ni kwamba umekuwa mtu mkuu katika jina la Yesu. Amen. 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 Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane tena siku nyingine. Nataka ushare pia, ukimaliza kusikiliza video hii, share na watu wengi. Share na watu wengi uwezavyo. Share na watu wengi uwezavyo. Haya ni mafundisho ambayo yanahitajika kwenye siku tulizo nazo. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mwema. Amen.